ilikuwa ni tatizo, lakini tulijitahidi sana, tulikuwa na upeo kwa kuwashawishi wale tukawapata, tukaanzisha hii taasisi. Sasa nilipokuja kupata wafadhili na foundation lakini hata kuja kutoa mafunzo, na ilikuwa nitaka kuwapata hawa watu wa mafunzo, kwa sababu pia tunapopita kuwaeleza watu, baadhi yao wengine ni viongozi wa kijiji, wengine ni wananchi, wengine wanasema unajua hawa ni watu wajanja ambao wanaelewana na watu huko mijini wenye pesa, ndio wanataka labda kuchukulia ardhi. Kwa hiyo ilikuwa ni matatizo. Hii tulijitahidi sana kuwaeleza, na baada ya kufahamu kama siku ya mafunzo kutakuwa na chakula pale, angalau ukiondoka kwa na hela ya nauli ya kuendea huko kutoka, basi baadhi ya wengine wakasema ngoja tuende tukawalie chakula chao, angalau pia tukachukua na hizo hela zao. Basi tukawapata watu kwenye semina pale, lakini mafunzo ambayo waliyapata pale, kwa kweli tunashukuru Mungu, watu walielewa na wakahamasika sana, wakasema kumbe jinsi tulivyokuwa tunadhania ni tofauti na vile tulivyokuwa tunaelewa sisi. Kwa hiyo watu walihamasika kiasi ambacho mpaka sasa hivi sisi tulianza na ofisi ya kupanga kwa mtu, lakini mimi ninapokuambia ni tayari tumeamua kiwanja chetu wenyewe kwa kuhamasishana na wananchi, na tunajenga ofisi yetu, na ninaiomba foundation yote kama itaenda Morogoro vijijini waulize kile, na ofisi iko barabarani, jengo zuri kabisa, hata asasi zingine kama zitapata kwenda huko wataliona jengo ambalo tunalijenga tena kwa kujitolea wenye wananchi. Asante. Asante sana. Nafikiri dada umesikia. Felix Nilema, natokea shirika la Kodiso. Shirika la Kodiso linafanya shughuli ya kutoa ushauri wa kisheria hasa kwa kina mama wanaokuwa wamedhulumiwa haki zao za msingi, hasa ardhi. Sasa nijikite moja kwa moja kwenye swala la kuimarisha uwezo wa sasa. Nikijaribu kuchangia kwenye swali ambalo limeulizwa kwa mara mwisho, shirika lote linapokuwa limeanzishwa linakuwa na watu ambao walianzisha wazo, na lile wazo linakuwa lina malengo yake na wanakubaliana jinsi ya kufanya, na kinachofanyika pale ni nguvu za pamoja ambazo zinapaswa zitumike kuliko zile za ufadhili. Kwa hiyo wale waanzilishi ndio wanapaswa kuangalia shirika lao litaendeshwa namna gani, na kwa namna hiyo mtakuwa mmeanza bila chochote, lakini kwa kutumia nguvu zenu. Kinachokwenda kupungukiwa ni kwamba zile nguvu tunazozitumia na mchango tunaotumia, ingawa hatuoni moja kwa moja, wengi hatupatii thamani kwa maana tutakuwa na viongozi pale ambao wanaendesha shirika hilo, wako pale wanatekeleza malengo yale waliojipangia, lakini walihitaji kulipwa kama wangekuwa na vyanzo vingine vya kulipa. Sasa ile kazi iliyofanyika ipewe thamani, iwekwe kwenye vitabu, kwa sababu mwisho wa siku hata ufadhili utampata wapi bila kuonyesha kwamba muundo wa vitabu, mahesabu ya fedha, lazima waje waangalie umefanyaje. Kama ni swala la ajira, kwamba utakapokuwa umefikia nafasi ya kuajiri una muundo unaoeleweka na kadhalika. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba ni lazima kabla hujapata hata mfadhili utengeneze mazingira ndani ya asasi yenyewe kulingana na malengo yaliyotayarishwa, na kisha yapatie thamani. Ikishapewa thamani iwekwe kwenye vitabu, na mwisho wa siku ufanye mahesabu yanayotakiwa kama vile shirika ambalo lina fedha tayari. Toka pale tutakuwa na mafanikio. Ndio mchango wangu. Tunasikilizia kwamba turudi ndani kuangalia mchango wetu tuliotoa unafanyikaje, tunapoomba wengine tunakuwa tumeshathamanisha uwezo wetu ukoje. Sasa niliona mkono, lakini kabla ya mkono kuna mtu ambaye ameona hiyo kunyanyua mkono, anaomba kufafanua. Na ndugu nani? Hussein. Nataka kumsaidia mama aliyesema
wafadhili wanataka asasi isiyozalisha faida, lakini huwa wanaongeza isiyozalisha faida binafsi, yaani ile faida ya kugawana. Lakini sisi tunazalisha faida na faida inakwenda kwenye jamii. Na hata tunapofanya hapa kuandika proposal, tunauza wazo kwa foundation. Foundation wananunua lile wazo. Wakinunua lile wazo wanakupa ruzuku. Then tunakuja tunafanya biashara ya kuwawezesha wananchi, tunapata ile faida tunairudisha kwenye jamii. Kwa hiyo unaweza kabisa kuanzisha miradi ya uzalishaji mali kwa lengo la kuwalipa watu wa taasisi yako ili waweze kufanya kazi na kuja kutoa faida kwenye jamii. Asante. Asante sana. Mr. Juma Dikwe, natokea katika taasisi ya inayoitwa Tamangasani, Tanzania Market and Sellers Association and Investment. Mimi labda nijikite kwenye eneo hilo la namna ya kujenga uwezo wa wazaki. Kwa mfano sisi Tamangasani, asasi yetu inaundwa na wafanyabiashara wanaofanya biashara ya nafaka katika masoko. Tulichofanya kwa sababu tulipoanzisha hii azaki, kubwa zaidi ilikuwa lengo ni kupata sauti ya pamoja na wafanyabiashara wote ambao wanafanya biashara ya nafaka ambayo ni wajasiriamali wasingependa kuona sauti yao inapotea. Kwa maana hiyo, kama tunahitaji labda tuwe na ofisi, hivi sasa taasisi yetu ilikuwa haikuwa na ofisi, lakini sasa tuna ofisi kubwa na nzuri ambayo imejengwa na wafanyabiashara wenyewe, kwa sababu wanajua kabisa kwamba lengo lao ni nini, kwa nini walianzisha azaki yao na wanataka ifike wapi. Swala taasisi kuto kuzalisha faida ni kweli, kwa sababu hata ukienda kwenye usajili, taasisi ambayo inazalisha faida haiwezekani. Kama inazalisha kwa mfano gawio na kadhalika na kadhalika. Lakini kwa mfano wafadhili pia, taasisi ambayo inazalisha faida pia hawakubaliani nayo. Sisi tunachosema ni kwamba wafanyabiashara wetu au wanachama wetu ndio wanazalisha faida wao kama wao, lakini wao baada ya kupata faida sasa wanakwenda moja kwa moja kuiwezesha azaki yao iweze kusonga mbele. Wanatoa ada bila kukoma, wanalipa michango mbalimbali. Tunakwenda tunakubaliana kwenye mikutano yetu ya mwaka, tunaweka malengo, tunataka tufanye nini, tufike wapi na nini ambacho tunaona kwamba tungependa tufike. Tunaiga tuna mashirika mengi ambayo yamepiga hatua, na haya mashirika ambayo yamepiga hatua lazima muwe na tabia ya kutembelea yale mashirika, kusoma wenzenu waliendelea vipi, walitumia njia gani ili waweze kupata mapato ambayo yataendesha hilo shirika lenu, lakini pia yatajengea uwezo. Sio tabia nzuri sana kutegemea wafadhili ya 100%, kwa sababu tunaweza kufikia mahali wafadhili nao wanaweza kusema kwamba kwa sasa hivi hatuna fedha, nyinyi mtaendeshaje? Je, mtafunga ofisi? Na kama mmepanga, je, mtahamisha vifaa? Mimi nadhani kikubwa zaidi tunachokiona hapa ni kwamba tuondokane na wazo ambalo bila wafadhili taasisi yako haiwezi kuwepo. Hilo wazo kwanza tuliondoe. Huo ndio ushauri wa Tamangasani. Asante. Tena ushauri mwafaka kwamba hawa natokea mtandao wa elimu Tanzania. Kuna swali liliulizwa ambalo nadhani limekuwa kama changamoto, napenda kuchangia hilo. Kwa kina mama wanajipendelea, wanaanzisha foundations za kansa zao, lakini kina baba nao wana kansa zao, lakini kina mama hawashughulikii kama wanavyoshughulika za kina mama. Nadhani hii ni changamoto kwa kina baba, si ndio? Ni changamoto kwa tukitoka hapa basi tufikirie kuanzisha foundations au associations au asasi ambazo zitashughulikia zile kansa za kina baba pia, kwa sababu wote tunataka kupona. Asante. Kwa mfano tuanzishe sasa association ya wenye mabushi. Mimi nitakuwa mwanachama wa kwanza. Mimi naitwa ndugu Matthew Shadraka, natokea Mwanza, nafanya kazi na shirika moja linaloitwa Busega Children and Development Services Assistance. Mimi nataka kujikita kwenye mada moja, ni namna gani asasi zetu zitaondoka kwenye eneo la chini kufika eneo la juu na kuweza kujitegemea. Yako mambo matatu ambayo ni siri ya mafanikio.
ambayo Busega Children imeweza kuyafanyia kazi kwa muda wa miaka 10 sasa na kufikia kwenye kiwango cha asasi iliyo katika level ya kati bila kutegemea wafadhili sana. Jambo la kwanza ambalo wanaasasi wenzangu tunatakiwa tulifahamu ni ule uwajibikaji. Hilo ni jambo la kwanza kabisa ili ufikie kwenye mafanikio ya asasi. Jambo la pili ni ule uaminifu. Uaminifu ni jambo la muhimu sana kwa dola wa nje, kwa dola wa ndani, hata nyinyi wenyewe kama mnafanya kazi kwa pamoja mkiwa na uaminifu. Lakini jambo la tatu ni ule uwazi. Asasi nyingi zimeshindwa kuendelea kwa sababu zimekosa uwazi. Busega Children and Development Service Assistance sasa hivi inafanya kazi zake katika mambo ambayo imejikita kwamba inaweza ikajitatulia matatizo yake bila kutegemea wafadhili. Mfadhili wa kwanza ambaye sisi alitusaidia ni yule aliyetutengenezea mtaji wa kutuletea almost kama milioni 80 kwa ajili ya kuempower kina mama, tukafanya microcredit. Microcredit yetu ina wanawake 500 ambao tunavuna faida karibu ya shilingi milioni kama 15 kwa mwezi ambao ni kama repayment. Kwa hiyo tayari ni mbegu ambayo mfadhili alituletea na alisha stop kwamba sasa sisi tunaendelea. Lakini la msingi tumekuwa labda ni ule uaminifu, kwa sababu alipotuomba hesabu zetu ziliweza kwenda kwake. Tunafanya kazi na Mwingereza, alituwekea hesabu na tukazipeleka vizuri, lakini vile vile uwajibikaji pamoja na uwazi. Tuna wafanyakazi wanaojitolea, wanafanya kazi kwa moyo mzuri, lakini wanajitolea na wanakuwa wawazi kila sehemu. Kwa hiyo mara unapokuwa muwazi kama asasi, ina maana watu wengine wanaanzisha asasi zinakuwa za kwao. Mtu anaihandle asasi inakuwa ni mali yake, haina bodi, haina wanachama, haina nini. Pesa hata kama mfadhili kama foundation akitoa, maana yake ni kwamba anazimiliki yeye mwenyewe. Kwa hiyo mimi na imani kwamba wanaasasi tukiwa wawazi, tukiwa waaminifu, tukiwa wabunifu, ni jambo ambalo tutazifanya asasi zetu zifike kwenye lengo ambalo ni kubwa. Kwa hiyo ninawashauri, ushauri wetu kama Busega Children ni kwamba tuchukue mambo matatu ambayo yatatufanya tuwe na uwezo ndani ya asasi zetu bila hata kumtegemea mfadhili. Utafanya mambo yako kwa kubuni vitu mbalimbali vilivyoko mbele yetu. Asante sana. Asante kwa Charles Sylvester. Natokea kwenye asasi ya Kegesa Environmental Conservation Society Sumbawanga. Sio mganga, lakini wengi msikia kutoka Sumbawanga ndio mganga kutoka Sumbawanga. Mimi ningependa kuchangia kwenye swala ambalo alikuwa anaongelea mama, ile la asasi kuweza kufanya miradi ambayo inaingiza kipato, lakini wasiwe wanaonekana kwamba wanatengeneza faida. Sisi katika asasi yetu tuna miradi mingi ambayo inatuingizia hela. Tena nyingi tu sasa hivi tunaingiza hela nyingi, na zile hela saa nyingine tunakuwa hatulipi hata kodi. Kwa nini? Kwa mfano tuna mradi wa msitu. Mwaka jana tumetuingizia kama milioni 500 na kidogo. Tulipoipata zile hela, tulienda TRA. Baada ya kwenda TRA tukaomba tu exempted, lakini walichotuambia kwamba ili uwe exempted ili upate msamaha wa kodi unatakiwa ulipe kwanza afu ndo uombe. Kwa hiyo tukaja tukaomba, tukasamehewa, tukakuwa kama milioni 90 na kidogo. Tulikuwa na jengo ambalo tulikuwa tunainua kwenye chuo cha ushirika, tukamalizia kulipa ile deni, tukanunua na eneo jingine tena kwenye ule msitu wetu ambao tunaita pedagogic center, yani shamba darasa ambao tunafundishia katika kijiji cha Rula, kata ya Kegesa. Tukaendeleza miradi mingine. Kwa mfano mwaka huu tumeanza tena, tumekuachika ile hela ambayo tumesamea tuliyopata, tunaanzisha mradi wa ufugaji wa nyuki. Sasa siri kubwa ambayo tunaweza kufanya ufikie mafanikio, kwanza ni kutengeneza ile sense of ownership
kwa wale wananchi ambao unashirikiana nao. Tatizo kubwa kwenye asasi nyingi, mnapokuwa na mradi ambao umeuanzisha nyewe, mnataka uwe ni mradi wa viongozi, mwenyekiti, sijui katibu na nani, ile inayopatikana. Lakini ukitaka ufanikiwe, wahusishe na wale wananchi. Sasa kwa mfano, sisi tunahusishaje katika ule msitu wetu ule? Tumewapa mandate kubwa wananchi waliopo pale. Kwa hiyo hatuna gharama za ulinzi wa msitu, wanalinda wananchi wenyewe. Tunafanya nini? Tunawaruhusu kufanya pruning ya matawi. Ina maana kwamba wakifanya pruning wanapata kuni kijijini pale. Lakini mle tunafanya kitu kinaitwa agroforestry. Mle ndani tumeweka mazao mbalimbali, kuna mazao ya matunda. Kwa yale mazao tumeruhusu wale wazee wa kile kijiji na akina mama wao wanachuma wale matunda, wanatumia, wengine wenye kipato cha chini wanachukua wale matunda wanauza. Hiyo kama ujira. Ili sisi tusilipe, tusiweke mtu wa kulinda ule msitu. Tuna mradi mwingine wa vetiver grass, nyasi za vetiver tunauza kwenye makampuni yanayozuia mmonyoko wa udongo. Lakini siri inakuja ndio kwa kisiri nyingine, kwanza muwe na mgawanyo mzuri wa madaraka mle ndani. Isiwe kila kitu mwenyekiti, mwenyekiti, mkurugenzi. Sisi kiongozi wa juu, kwanza yeye kazi yake huwa ni kwa approve. Lakini kazi nyingine mipango, tuna department ya development and programs. Ile inapanga mipango yote, inapeleka sasa kwenye nini? Kwenye ile bodi. Ile bodi inaangalia mnafanya nini. Kwa mkiwa na mgawanyo mzuri wa majukumu ndani ya sasa, mkiwa mnatengeneza sense of ownership kwa wale wadau wenu, najua mtaenda vizuri. Na kwa wale mwenye asasi za mazingira, hamna sababu ya kuishi bila hela, kwa sababu mazingira ni pesa. Hata wale walipokuwa wao wenzetu wanafanya ile recycling, wanasema sasa hivi wanasema waste is money. Taka ni pesa. Kwa nini ushinde kutengeneza hela? Kwa nini utegemee kwa mfadhili? Kwa hiyo nilikuwa naomba tuzingatie hivyo vitu ili tusitegemee sana ufadhili wa nje. Asante sana. Asasi moja inaitwa Pesa Kigoma. Kuhusu mada yetu ya leo, napenda kuchangia kama maoni kwamba ili kufikia mafanikio katika kuimarisha uwezo wa sasa, kuna changamoto ambayo ni lazima tukabiliane nayo, na mimi niliyoiona katika asasi nyingi na especially asasi za jirani. Sogeza mic karibu na mtu. Especially asasi za jirani ni kwamba wanaasasi wenyewe hawana uwezo wa uandishi wa miradi, hawana uwezo huo. Wengi wametegemea kuandikiwa na watu wa sehemu tofauti ambao hawajui matatizo yanayowakabili wanajamii. Hivyo basi wanakosa hata ruzuku kupata, sababu hawajui. Kila anapokuja kuulizwa, kwa mfano mkaguzi anakuja anamuuliza aliyekuandikia mradi huu ni nani, anasema ni mtu fulani ambaye sio mwanachama wa ile asasi. Kwa hiyo mimi ningependa kuwashauri kwamba kuwe na watu ambao wanajua kuandisha miradi ndani ya asasi kuliko kutegemea watu wengine. Ndio. Asante. Kwanza ningependa kuwapa pongezi wawezeshaji wetu watatu hao kwa jinsi ambavyo wamejieleza vizuri. Vile vile nitoe shukrani au pongezi kwa wachangiaji mbalimbali ambao wamejaribu kutueleza uzoefu jinsi ambavyo wanafanya kazi katika asasi zao. Jina langu naitwa Nason, natoka asasi inaitwa Link Against Poverty. Kuna swali moja ambalo limeulizwa hapa, lakini sikupata majibu ya moja kwa moja. Naomba niliweke sawa, kama itawezekana tupatiwe majibu haya. Lakini kabla hivyo au pamoja na hayo, ningependa nipate uzoefu kutoka kwa Tayodea. Wametuambia kwamba wana wafadhili zaidi ya 5. Lakini swala la msingi hapa linalokuja ni kwamba unawapataje hao wafadhili? Wachangiaji wa mada wengi wanasema kwamba, kwa mfano mmoja ambaye amemalizia hapa anasema kwamba watu natakiwa wapate waandishi wazuri wa miradi. Lakini hata ukiwa na mwandishi mzuri wa miradi ndani ya asasi yetu, mkaandika kwa mfadhili, wafadhili mara nyingi anataka kitu kwa grand history. Mimi sijapata ufadhili, sijapata mtu aliyenifadhili. Mfadhili anataka kupata kujua kwamba mimi kabla ya hapo nimefadhiliwa na wangapi, anataka aone historia. Na itoa wapi wakati mimi ndio naanza.
Alafu wakati swala lingine ni kwamba vile vile wafadhili hao anataka vile vile akuhusishe na asasi ambayo inatoka kwenye nchi yao ili upitie hapo ndio wakufadhili. Sasa wenzetu wamesema kwamba wanafadhili zaidi ya 5. Nataka angalau tupe uzoefu kwamba nyinyi mlifanyaje mkafikia hapo. Wengi humu ndani wanatueleza jinsi ambavyo wana hela nyingi, wana miradi mingi. Lakini kwa nini hamsemi kwamba mliipataje ili na sisi tupate uzoefu? Asante sana. Asante, nitachukua watu wawili. Haya, watatu wa mwisho nimeshaona Makongo upendeleo. Asante kwa kuniona. Kwa jina naitwa Patrick Mwakisa, natoka shirika linaloitwa Integrated Road Development Organization lipo Ileje kwa Mbeya mpaka ni Malawi. Nilipenda tu kuchangia kuhusu swala la saratani na madai yakitokeza swala ya busha, kwamba namna gani haya matatizo yanaweza yakatoka. Sisi kama wadau wa maendeleo kwa mfano Ileje tunatekeleza miradi mbalimbali ambayo ni ndani ya kilimo, lakini tukabaini kwamba jamii tunayofanya kazi nayo ina matatizo mengi ambayo mengine ni ya msingi kuyatatua kwanza ndipo uweze kutekeleza miradi yako mingine. Sasa kuna shughuli ambazo tumeziweka kama ni shughuli mtambuka, ambapo niliamini kwamba hata hapa kwa uzoefu huu, badala ya kwamba kila mtu akaanzishe mashirika yao ya mabusha, wengine sio ya kitu gani, basi ingekuwa ni vizuri sana kwa kila asasi kufikiria kuwa ni miradi ambayo inazingatia masuala mtambuka, kwamba unapoenda kutekeleza mradi wako uzingatie kwamba kuna tatizo limejitokeza ambalo unaona kwamba ni kubwa sana, kama ile saratani ya matiti, kwamba jamii na yenyewe lazima ipate uelewa kupitia shirika. Hata kama unafanya shughuli za mazingira, unafanya shughuli gani, basi hiyo jamii ipate pia hiyo elimu, itasaidia kufikisha huo ujumbe kwa jamii, halafu na hao na jamii wanaweza kupata ahueni ya afya zao. Na pia nikafikiria kwamba ilikuwa ni vizuri kutokana na jumuiko hili kutambua kwamba kumbe kilio ni kikubwa sana kuhusu tatizo hili, kwa sababu kila mmoja alisema kazungumzia hili. Sasa je, kama wanakongamano tunataka kuiambia nini serikali kuhusu tatizo hili la saratani ya matiti? Kama kuna maoni yapo serikali imeyatenga kwa ajili ya masuala maalum, kwa nini hili pia lisiwe nalo liingie kama ni suala muhimu sana kwa serikali yetu kuitilia mkazo, badala ya kuachia asasi ndio ifanye kazi? Asante sana. Lakini la mwisho halitakuwa kwenye mada ya Jamani, habari za asubuhi. Anayezungumza ni Kulangwa kutoka Kibaha. Nilikuwa na ombi moja tu. Nilikuwa naomba katika taasisi ambazo zimefanya ufuatiliaji na tathmini kwa muda mrefu, wakati wanapomaliza basi waweze kuwa wanatoa mrejesho pia, sababu kumekuwa na kwamba kuna taasisi nyingi ambazo zinakuja kufuatilia masuala mbalimbali ya asasi, lakini panakuwa hakuna ule mrejesho. Kwa hiyo upashanaji wa taarifa na upeanaji wa mrejesho. Asante. Ombi maalum hilo, tufanye tathmini zetu, kwa sababu ndani yake kuna mafunzo, kuna mambo tuliyoyaona tuyaweze kuyarejesha, na sasa hivi tunayo mtandao na wale nyingine ambazo tunaweza tukatumia. Nafasi zako kwa Mafie, natoka shirika linaloitwa Sakila Hope for Elderly. Ni shirika ambalo linahudumia wazee wanaoishi katika mazingira magumu katika wilaya ya Arumeru kule mkoani Arusha. Nilikuwa tukiongelea mambo mengi, hasa kuhusu namna ya kuendesha shirika. Katika swala la kuendesha shirika, kwa vyote lazima kuwe na fedha, na ndilo ambalo limekuwa tatizo kubwa kwa mashirika mengi ambayo tunayo na taasisi nyingi. Swala la fedha linakuwa ni tatizo kubwa. Sasa katika kuwa na shirika lazima kuwe na ubunifu wa aina mbalimbali katika kutafuta fedha. Kuna mbinu za aina mbalimbali za fundraising ili muweze kaweza kujiendesha.
Kwa mfano, shirika letu lilianza likiwa dogo, ilikuwa na ufadhili wa aina yote, lakini kwa kutumia wananchi tukafanya harambee ndogo ndogo kule kijijini, tukapata fedha kwa ajili ya kununua eneo, na baadaye ile eneo sasa tumepata nafasi ya mfadhili mmoja ambaye ametupa nafasi ya kujenga kambi kwa ajili ya wale wazee ambao hawana makazi kabisa, ambao inakuwa kazi ngumu kuweza kuwahudumia. Kwa hiyo fundraising ni moja kati ya teknika ambazo ni muhimu sana kwa shirika lolote ambalo linategemea kukua na kuendelea kupanuka. Pia katika shughuli nyingine ni pamoja na kufungua miradi ile midogo midogo ya kuwezesha kupata mapato ya ndani. Kwa mfano, mradi wa ufugaji pale kwetu tumefungua ule unatusaidia kidogo kupata fedha kidogo kidogo kwa ajili ya kusaidia sehemu zile ambazo tuweze kufikia kupata mapato kufikia kwa wafadhili. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kuwa na ubunifu wa namna ya kutafuta fedha katika kuendesha hiyo. Jambo nzuri sana. Naitwa Samuel, natokea asasi inayoitwa Kinapa, iko wilaya ya Kiteto. Tunashughulika na mambo mawili ambayo ni advocacy na pamoja pia na service delivery. Nilikuwa na respond kwa baadhi ya comments ambazo zimetolewa kwamba sisi ni asasi iliyoanzishwa mwaka 92 na mimi pale ni director na ni director watatu tangu ianzishwe. Hiyo ni asasi ambayo ni Kongo kidogo, lakini siri ya mafanikio ni umoja uliokuwepo miongoni mwa wanachama, sababu ni asasi ya wanachama, lakini pia uaminifu uliokuwepo juu ya matumizi ya rasilimali ambazo zilikuwa zinapatikana, na upatikanaji wa rasilimali umewezekana kutokana na uandishi wa miradi, na tumeweza kupata rasilimali kutoka wahisani wengi sana wa Ulaya na Marekani, na kwa hapa nchini ni foundation ya kwa miaka elimu kidogo, lakini pia na wengine. Lakini nilikuwa nataka nishauri juu ya hilo, ili uweze kupata wafadhili wengi kama ambavyo watu wameuliza, ni lazima uweze kuandika vizuri miradi, na ukijua kwamba swala hilo ni ushindani. Kwa hiyo hazipatikani tu urahisi. Na mtu mmoja ameuliza kwamba unaandikaje, kuna calls mbalimbali ambazo zinakuwa posted, lakini pia kuna zingine ambazo unapaswa kuandika tu hata kama haujaona kwamba inatangazwa popote. Kwa hiyo unatakiwa uandike, alafu unaziuza. Unaweza ukamtumia mtu, yaani kwa kupitia tu kwenye mtandao, ukaona kwamba kuna asasi inatoa grant, ukauzia hilo wazo lako, wengine watarespond na pia unaweza karani. Lakini pia kama huna wataalamu wa kuandika, unaweza ukaingia upia na mtu yeyote akakusaidia kuandika, ukatuma. Lakini pamoja na baada ya kupata sasa funding, swala la muhimu ni uaminifu, na uaminifu unaanzia kwa huyo ambaye atakuwa ni director pamoja na mhasibu wake. Kwa hiyo nataka kusema kwamba unatakiwa kuwa na wataalamu waliobobea, haswa kiungo muhimu ni mhasibu, ili aweze kuona zile pesa zinapotumika. Lingine ni kwamba unapaswa kufanya auditing ili kuwaonyesha watu jinsi ambavyo pesa zao zimetumika. Kwa hiyo huwezi kukwepa kufanya auditing, kwa sababu ndicho kipengele ambacho kinaonyesha kwamba umekuwa mwaminifu kwa namna gani. Lakini pia kuna mtu mwingine alisema mfanye tathmini. Lazima tathmini ifanyike na muweze kuonyesha watu kwamba nini kimefanyika na ni kwa namna gani tumepata tumeachieve malengo yetu.
Kwa hiyo ningependa kusema kwamba swala la audit pia ni la msingi, na sisi waratibu wengi hatupendi audit ifanyike kwa sababu ni sehemu ambayo tunakuwa tunavuruga. Sasa hatutaki ionekane. Kwa hiyo huwezi kukwepa hilo kwa asasi za kikwetu hizi ambazo sasa fadhili. Pia nilikuwa nataka kushirikisha kwamba alisema mtu mmoja kuhusu namna ya kutafuta pesa za ndani, na ilionekana kwamba itakuwa ni changamoto kwa sababu wanapoona unaanza kuelekeza pesa za pembeni wanakwambia unafanya biashara. Lakini alishauri pia ndugu yangu mmoja kwamba pale ambapo mnaanza kugawana, sisi tunakuwa na kumbi ambazo tunakodisha, kwa hiyo zinafanyika kwa mkutano na zile pesa zinaingia kwenye system ya shirika, haziendi kwa mtu binafsi, na tunaanza kuwalipia watumishi wale wa chini kama walinzi, wahudumu wa ofisi na watu wengine pia ambao wanaomba misaada pembeni. Kwa hiyo langu ni hilo, karibuni Mtendo, ndipo tunapofanyia kazi kwa ofisi yetu pale na watumishi 15 na bodi na kama mkuu. Asante sana kwa ufafanuzi mzuri. Wale watu wa uwezeshaji, mimi naomba nizungumze kidogo juu ya uimarishaji wa shirika au asasi. Nimeona tatizo nililonalo na mwenzangu kijana amelizungumzia. Jitambulishe. Kwa jina naitwa Clotilda Isidori Kopima, katibu mtendaji chama cha kusaidia wazee Tanzania SAWATA Kasulu. Shughuli yangu ni kuhudumia wazee katika shida zao za kila siku. Sasa changamoto nilionayo ameigusia kijana kwamba anapata watu wengi wakuja kuomba msaada, lakini uwezo wake ni mdogo. Sasa na mimi kwangu naipata hiyo, kwa sababu nilipofanya utafiti katika vijiji 12 kwenda nyumba kwa nyumba kutambua hali ya wazee, nilikutana na wazee wasiopungua 2,100 na zaidi, lakini kati ya hao wazee 851 walikuwa wanakula chakula mara moja au awali kabisa, au wanakula chakula kutegemea mtu amebakiza mabaki anampa ili aweze kula chakula kupata mlo wa namna hiyo. Kati ya hao 500 hawakuwa na nguo za kuvaa. Kama ni mwanamke atakuwa na kanga au kitenge, anakifunga asubuhi kitenge hicho, akienda kitandani jioni anakifungua ndicho anakifunika yeye na wajukuu zake. Alafu nimekutana na wazee ambao ni 15 hawana mahali pa kuishi. Analala kwenye mabaraza au chini ya mgomba, au ametengeneza shimo dogo tu ndio mahali pake pa kulala. 15 hawana mtu wa kuwatunza na hawana mahali pa kuishi. Sasa mimi kama asasi yangu ni changa, sina uwezo. Sasa nikija kwenye chakula, watu 800 hawana mlo au wanakula mara moja. Sasa nafanyaje? Tatizo hilo niliona kwamba ni kubwa, tukazungumza na DC wetu. Sasa DC alichoshauri akasema, ili tuweze kuwasaidia watu hawa ni vizuri tutenge maeneo katika vijiji yasiyopungua eka 5 mpaka eka 10 kwa ajili ya shughuli za wazee, kwa sababu hawa wazee 800 ambao hawana chakula, unakuta katika kijiji labda kijiji kingine kina wazee 50, kijiji kingine 25, kijiji kingine labda 10, lakini zikiwepo ekari za kufanya shughuli za wazee pale, hata wana vijiji pale wanaweza wakajitolea kulima shamba la chakula kama maharage, mahindi, kuweza kuwapa hawa watu chakula kuliko kutegemea kuomba serikali kila mara kuwapatia chakula watu 800.
na wakiwapa chakula hicho watawapa kwa mwezi mmoja, waweze kuwa endelevu. Sasa sisi hilo tukalichukua kwamba labda ni kitu ambacho kinaweza kikatusaidia. Alafu tunapoenda vijijini kuwatembelea wazee, kuzungumza nao, utakuta kila mmoja anakuja na mfuko akifikiria kwamba labda mmekuja kugawana unga, amekuja na mfuko akifikiria kwamba mnakuja labda kutoa hela za kwenda kununua kitu fulani. Hili limekuwa ni tatizo kweli, maana yake wanakuwa wengi kuliko sisi kipato chetu. Na kijana amesema pale, ningeomba wenzangu kwa hapa mnisaidie katika hali ya namna hiyo. Hawa wazee ambao hawana chakula, hawana nguo, wengi kiasi hicho, nami shirika langu alijawa na uwezo, naomba msaada. Asante sana. Asante sana mama kwa ushauri sana. Mimi na nimeingia mahali pake. Kutoka shirika moja la Chunya Self Development Organization iliyopo Chunya, sehemu yenye machimbo makubwa ya dhahabu. Shirika langu linashughulika na kutoa kinga, elimu ya kinga juu ya watu wanaoishi virusi vya kinga vya ukimwi kwa ujumla kwa watu mbalimbali sehemu za machimbo. Lakini nataka nijikite juu ya swala letu la leo, kichwa cha habari cha miaka 10 na kujenga uwezo wa wazazi. Je, tunaleta mabadiliko? Kwanza nimsifu sana msimamizi wa mtamani amezungumzia juu ya founder syndrome. Matatizo ambayo tunao sasa kwenye asasi zetu nyingi tunaongea hapa, wengi ni founders na tumehold zile asasi. Ningewashauri wenzangu tuondokane na hiyo, kwa sababu tunaingia kwenye utandawazi, tunaingia katika swala la community service community ambapo wasomi watafutwa. Sasa ndugu zangu, tukingangana kwamba tushike madaraka hayo bila kuingiza elimu na kuajiri wasomi, sasa hivi vyuo vina mwanga wa wasomi kutoka Dodoma, kutoka wapi, vijana wengi wanakuja wasomi. Hii mambo yanaita hapo na mafunzo yote tunayapata kwa sababu tumehold vitu vyote. Hebu tuondoke hapo, sio kwa watumwa, tutakapoingia kwenye East African Community na hizi asasi tunabaki kwa wafanyakazi wa wenzetu wakitumbukia kwenye nchi hii. Naomba tafadhali sana tuhame hapo ili tuweze kuleta mabadiliko. Asante sana. Nashukuru sana. Sasa tarudi kwenye meza hapa na kuna kwa hiyo hatutakuwa na muda mrefu wa kujibu. Kama kwa ndugu yangu wa Mwanza ambaye aliuliza Tayodea inashughulika na vijana wa namna gani, walioko nje ya shule au wako shuleni. Nilipofanya presentation hapa nilieleza miradi ambayo tunafanya, kwa mfano kwenye klabu za shule. Tunatengeneza klabu kule shuleni kwa tunaamini kwamba ndipo vijana wanapoanzia. Kwa hiyo tunafanya ndani ya shule na nje ya shule. Swali jingine lilikuwa la ndugu Nasoro ambaye alikuwa anataka kujua au kupata uzoefu ni namna gani Tayodea inaweza kuwa na wafadhili zaidi ya 5. La kwanza kabisa ni kwamba kulingana na program tulizonazo, kuna zile tunazoziandikia sisi direct kuomba kwa mfadhili na mfadhili, lakini kuna zile ambazo mfadhili mwenyewe amependa kufanya kazi na Tayodea. Wakati ninazungumza mchango wa foundation, mojawapo ni kutangaza kwenye website, lakini pia hata watu wengine, kwa mfano kufanya kazi kwenye mradi mmoja na ILO, wanasema walipata habari zetu kutoka Foundation for Civil Society. Kwa hiyo hiyo na yenyewe ni moja ya namna ya kuweza kupata wafadhili wengine. Wengi wameeleza namna gani unaweza kufanya kazi vizuri na wafadhili. Sitaki kurudia hayo, ili wafadhili wengine waweze kufanya kazi na wewe. Lakini la mwisho ni napenda kuchangia kwenye mama ambaye amezungumza namna ya kufanya kazi na wazee. Yeye ameomba ushauri, sisi tunawezaje kusaidia. Lakini nafikiri labda nipe uzoefu kidogo wa Tayodea. Tayodea ni asasi ya vijana, lakini tuna program tunayofanya kwa wazee. Kila mwaka tunapeleka nguo na chakula. Tunachofanya, wanaoanza kuchanga ni wafanyakazi. Tuna wafanyakazi wale wa kuajiriwa 31. Kila mmoja tunamuomba achangie nguo, achangie chakula. Na sisi organization tunatokwa. Bahati nzuri
Ndugu Hussein ameelezea vizuri sana namna ile ya kutengeneza faida, kwamba asasi inatengeneza faida kisha kugawanya. Na sisi tunatengeneza faida kwenye program zetu. Tuna miradi ile ambayo inatupatia fedha kila siku. Kwa hiyo fedha ambazo tunapata ukishamaliza kulipa mishahara, kuna programs ambazo tunazisupport sisi moja kwa moja. Mojawapo ni hiyo kwamba uweza kuwasaidia wazee. Tunapochanga sisi nguo na vyakula, kuna wadau wengine wanapenda pia kuchangia. Tunasaidia kambi moja inaitwa Mwanzani, ambayo ni kambi ya wazee wasiojiweza. Wadau wengine wanapenda kuchangia, kwa hiyo tunawapelekea nguo nyingi kuliko ambavyo labda sisi tulikuwa tunatarajia, kwa sababu tunapata kutoka kwa watu au wadau wengine. Sasa hivi tumekwenda mbali kidogo, madaktari wetu wanakwenda pale kupima afya za wale wazee, ili tunapogundua matatizo yao yale ambayo tunamudu kuyatibu kwa ngazi ya kwetu tunashughulikia. Yale ambayo yanahitaji kupewa rufaa wanapelekwa kwenye hospitali ya rufaa. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo wananchi na jamii kwa ujumla wanaweza wakaona mahitaji ya watu wengine na kuona umuhimu wa kutoa mchango wao ili kuweza kuwasaidia. Asante. Jamani, asanteni sana. Imetoka Iknoga. Sasa nina mambo ambayo yaliyojirudia na kutokeza kuwa ya muhimu sana katika swala la kujenga uwezo wa taasisi na uzoefu wetu. Kuna maneno yamejitokeza hapa, swala la mifumo katika masuala ya wasifu, mifumo katika uongozi ni moja ya siri ambayo imetusaidia sana. Tumezungumzia swala la uaminifu na uadilifu, ambayo ni mambo yanayojulikana, yako hata kwenye misahafu yetu ya imani zetu, lakini waliotoa ushuhuda hapa wanasema imewasaidia kuleta hayo mabadiliko kwa sababu wameitafasiri kwa vitendo. Limetokezea jambo la ubunifu, na hasa katika kutafuta njia mbadala za mapato badala ya kutegemea wafadhili kwa upande mmoja tu. Ubunifu huu tumeanza kusikia mifano ya jinsi watu ambavyo wanaibua miradi, wanaibua njia mbalimbali za kuwasaidia kurudi kujenga uwezo, kwa sababu uwezo ni rasilimali watu na rasilimali fedha zinazopatikana. Tumesikia swala la ushirikiano na wadau na walengwa, kwamba ukiwatambua wadau wako na walengwa wako itakusaidia kujenga uwezo, kwa sababu nguvu yako iko kwa hao watu unaowahudumia. Nimesikia swala la madaraka ambalo kidogo linarudi kule kwenye swala la uaminifu. Hapa Wahaya wanasema usinganganie. Kuna Wahaya usinganganie madaraka, na wengine wanangangania. Hapa ni swala ambalo uwezi kuhodhi, lakini kama ukihodhi utajua majibu yake yatakuwa nini, ile founder syndrome. Swala la kujiamini na kujituma, kwamba ulikwisha jitolea, basi ujitume katika kuleta mabadiliko hayo, yatakusaidia katika kujenga uwezo wa taasisi yako. Kingine nilichokisikia kilijitokeza hapa ni swala la uwazi, ambalo linarudi kule kwenye mifumo, na hasa kuzingatia masuala ya audit. Tathmini zetu tunazifanyaje na kusambaza matokeo ya taarifa hizo kwa wadau wanaohusika, kwa sababu hiyo ndio itakayokutangaza na wewe. Mwishoni hapa tumesikia watu wanasemaje, mambo tulionayo na hasa kwa mfano ya wazee, majukumu ni mengi sana, mengine tuyarudishe kwa jamii. Tusibebe yote kila siku. Wazee si wazee, ni wazee wetu, ni wa kila mtu. Turudishe kwa jamii, turudishe kwenye vijiji, navyo vibebe sehemu yake. Lakini la mwisho ile ambalo mimi naliona hapa sasa, kwamba nataka kusisitiza tu kwamba vijana wa leo ndio wazee tunayowafanyia wazee wa leo ndio tutakafanywa wazee wa lini? Wa kesho. Tusipojenga mifumo ya kuhudumia wazee wa leo, wazee wa kesho hawatapata mtu wa kumhudumia, au sio jamani? Na nadhani kwamba hapa tulipofikia imekuwa ni mtasari mzuri tumepata mambo ya kujifunza, lakini kubwa zaidi sasa, wale ambao tukuweza kupata nafasi ya kusema, tunao mtandao tumezindua jana, tunayo njia zetu nyingine za mawasiliano, tuutumie ili kusudi iweze kuwa a rich base of information itakayotusaidia.
Hapo tumefika sawa sawa. La mwisho nitoe tu neno moja kwamba tunapokuwa tunazungumzia masuala ya nini ya mawasiliano, tuangalie kama tunaelewa lugha. Kuna padri mmoja, sister utanisamea natumia mfano wa padri, alikuwa anaenda kubatiza kwenye sehemu moja ambayo sitaitaja. Sasa kuna mama mmoja kafikia mafundisho kakamilisha. Sasa padri anaenda kumfundisha ile nani ya mwisho, mafunzo ya mwisho. Utasema na kurudia yale ninayoyasema. Sasa sitayasema yote. Aya, akamwambia mambo yote akayasema, lakini akafikia la mwisho akamwambia namkataa shetani. Yule mama akanyamaza. Namkataa shetani, sema. Yule mama akanyamaza. Kwa nini mama unakataa? Mimi sitaki kumkataa shetani. Mwishoni padri akachanganyikiwa, akakasirika, akasema mama hajaelewa tu mpaka mwishoni. Kumbe yule mama bwana mume wake anaitwa shetani. Sasa lini unaenda kubatizwa alafu mkatae shetani wakati shetani ndio mume wako? Na haya majina tunasikia kwa kusini kwa ndugu zangu wale mapunda, mang'ombe, manini, nani. Jamani, washukuruni sana, mnipigie makofi kwa kufanya kazi nzuri. Lakini nafikiri mama katikati hapa pengine unaweza bado kuongea kusave muda. Mama pale katikati Mimi naitwa Ali Haji Ali, mwenyekiti wa jumuiya ya Pemba Madrasa Association, kifupi inaitwa Pemba. Jumuiya hii ilianzishwa mwaka 1999 na ikapata usajili rasmi mwaka 2003. Wanachama wa jumuiya hii ni zile madrasa au kwa jina jingine shule za awali. Hizi ndio wanachama hasa wa hii jumuiya. Shughuli kubwa za jumuiya yetu imejikita katika mambo matano makubwa. Jambo la kwanza ni kujenga uwezo wa jamii katika kuendeleza afya, elimu na makuzi ya mtoto. Hili ndio jambo moja kubwa sana ambalo jumuiya yetu inalishughulikia katika jamii hizi za Pemba. Jambo la pili kubwa ni kuziunganisha shule za kijamii hizi za Pemba, yaani hizi nursery schools za kijamii chini ya uongozi mmoja wa jumuiya. Na shughuli yetu ya tatu kubwa ambayo tunashughulikia ni kuzishauri na kuzisaidia hizi madrasa za jamii katika kuandaa miradi itakayoweza kuziendeleza hizi shule zenyewe. Jambo la nne ni kutoa mafunzo kwa wadau na watendaji wa jumuiya ili waweze kufanya shughuli zao kwa ufanisi. Na jambo la tano ni kujenga ushirikiano na taasisi nyingine. Hizi ni shughuli zetu au ni majukumu yetu ambayo jumuiya hii ya Pemba Madrasa Association inayasimamia katika jamii ya Pemba. Katika kutekeleza majukumu haya tumepata mafanikio na tumepata mabadiliko makubwa kutoka tulipoanzisha programu hii na hadi sasa tunaendelea. Mwaka 1999 tulipoanzisha, tulianza na vituo 6 vya nursery school, lakini kufika mwaka 2002 tulipata mabadiliko, vikaongezeka kutoka vituo 6 hadi vituo 24. Tukaendelea na programu yetu hii hadi kufika mwaka 2013. Sasa tuna vituo 32
ambapo vituo hivi viko katika wilaya zote 4 za Pemba vijijini na kijijini. Pia idadi ya wanafunzi tulipoanzisha mwaka 1999 tulianza na vituo 6 vilivyokuwa na wanafunzi 500, lakini kufikia mwaka 2013 ambapo tuna vituo 32, sasa tuna wanafunzi 2650 mwaka huu. Kwa hiyo tumepata mabadiliko makubwa sana kutoka tulipoanza hadi sasa. Vile vile hali ya vituo, yaani hizi madrasa zenyewe ambazo ni chekechea, kwa jina jingine pia zinaitwa shule za awali, vyenyewe vimekuwa vikibadilika, kwani tulipoanza mwaka 1999 tulianza na vituo hivi vikiwa katika hali ya mazingira ya shule zenyewe zilikuwa ni majengo ya udongo ambapo havikuwa rasmi. Lakini sasa kufikia mwaka 2013 vituo vyetu vyote 32 vimebadilika kutoka mazingira ya udongo na makuti na sasa vipo katika majengo ya kudumu. Aidha, jumuiya katika kufuatilia vituo hivi na kuwafuatilia wanafunzi ambao wameanza mafunzo katika vituo hivi wetu ambao wameanza nursery school katika shule hizi ndio wanaofanya vizuri katika mitihani ya darasa la 7 ya taifa ya Zanzibar na kuchaguliwa kuingia katika madarasa yenye vipawa maalum. Na ufuatiliaji wa jumuiya kwa vituo hivi na jamii zake, shule hizi zimeanza kubadilika kwa sababu mwanzo zilikuwa ni nursery school. Hivi vimeanza kubadilika na baadhi vimeanzisha primary school. Kwa maana sasa ni nursery school. Baadaye mwaka 1999 ilikuwa walimu wetu wengi walikuwa hawajapata mafunzo, lakini tumepata mafanikio mengine na mabadiliko makubwa katika zile kamati za usimamizi, school management committees. Nazo hizi zote skuli kamati 32 zote tayari zimepata mafunzo ya usimamizi, hali kadhalika na kamati zile za utaalamu CRT, Commitment Resource Team, nazo zote zimepata mafanikio makubwa ya kupata utaalamu wa kuweza kumanage hizi. Kwa maana hiyo tumefanikiwa sana na tumepata mabadiliko makubwa tukilinganisha kuanzia toka tulipoanza mwaka 1999 hadi kufika mwaka 2013. Sasa siri ya mafanikio. Siri kubwa ya mafanikio ni kwamba jumuiya imeanzisha uhusiano mzuri na jamii na ikaweza kulobi vizuri na kukubalika. Jambo la pili ni uwajibikaji wa kujitolea viongozi wa jumuiya katika kufanikisha majukumu na malengo yake. Tatu ni ushirikishwaji moja kwa moja wa wadau katika ngazi za jamii. Mchango wa Foundation for Civil Society. Kimoja katika mambo ambayo yamefanikisha ni huu mchango wa Foundation for Civil Society. Jumuiya hii toka tulipoanzisha ratiba hii tunakwenda kwa kujitegemea na tukaomba ruzuku vile vile kwa Foundation for Civil Society, na kwa bahati nzuri tumeweza kupata ruzuku mara 3 kutoka kwa Foundation. Kwa mara ya mwanzo tulipata kama milioni 4,900,000 hivi. Mara ya pili tukapata kama milioni 5 na mara ya mwisho tukapata kama shilingi milioni 10. Kwa mara ya kwanza tuliendesha mafunzo ya walimu katika masuala ya sera ya elimu ili kuwafanya walimu waweze kuelewa sera ya elimu kwa watoto.
na mara ya pili tukaendesha masuala ya mafunzo ya alama, kwa sababu katika madrasa zetu tunasomesha watoto wa aina zote mpaka wale wenye mahitaji maalum. Kwa maana hiyo tukaona ni busara tuandae utaratibu wa kuwafundisha walimu wetu elimu hii ya alama ili tuweze kuwasaidia wanafunzi wa aina zote waweze kupata taaluma. Na kwa mara ya mwisho tukapata ruzuku, tukaendesha mafunzo kuhusiana na masuala ya mabaraza ya katiba, kutetea haki za watoto katika katiba. Vile vile kutoka foundation tumepata mafunzo ya uandishi wa miradi. Katika jumuiya yetu tuna wataalamu wetu ambao tunatumia kuandika miradi, na vile vile tumepata haiba ya kufanya kazi, kwa vile foundation walikuwa wanatupa fursa vile vile ya kushiriki katika matamasha, na jambo la ufuatiliaji na tathmini la foundation baada ya kupeni ruzuku pia limesaidia kutufanya tuwe na umakinifu katika usimamizi na uendeshaji wa shughuli zetu. Naomba kuwasilisha. Okay, namshukuru sana Bwana Ali kwa jinsi ambavyo umetumia muda wako vizuri sana. Sasa naomba tumpashie yale makofi ambayo ni maalum kwa heshima ya wenzetu wenye mahitaji maalum. Nadhani tunayafahamu. Okay, nashukuru sana. Sasa naomba nimkaribishe Mama Sefao, au ungependa anze paka? Haya, kaka karibu. Habari za mchana. Kwa majina anaitwa Adam Elias Mpunga. Natoka asasi ya kiraia ya kilio cha mama na watoto iliyopo kule inaendeshwa na kilio cha mama na watoto, ni huduma ya wagonjwa majumbani. Mradi huu umekuwa ukijishughulisha na utoaji wa huduma kwa watu wenye magonjwa sugu, ikiwa ni pamoja na wanaoishi na VVU. Katika mradi huu ambao kwa sehemu kubwa umekuwa ni wa kujitolea, isipokuwa maeneo ya mafunzo ambaye tumekuwa tukiwezeshwa na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya, na vile vile tumekuwa tukipatiwa vifaa au vitendea kazi kutoka Mbeya Network. Asasi imekuwa ikijishughulisha na kutoa ushauri na tiba kwa wenye magonjwa nyemelezi, kutoa rufaa inapobidi, kushirikiana na zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, na kupatia huduma na mafunzo ya kazi, yani uanyo. Nikisema uanyo ni huduma ya wagonjwa majumbani, au kwa lugha ya kigeni ni home based care. Lakini nije upande wa pili, mwaka 2011 asasi iliendesha utafiti katika sekta ya elimu na kuona kwamba ipo haja ya kuendesha mradi katika eneo hilo kutokana na mahitaji makubwa ya mchango wa jamii katika kuleta maendeleo katika sekta ya elimu, katika maeneo ya ujenzi wa nyumba za walimu, vyumba vya madarasa, maktaba za science, maktaba pamoja na maabara za science. Hapo ndipo kwa mara ya kwanza mahusiano ya kilio cha mama na watoto na The Foundation for Civil Society yalipoanza. Katika mradi huu ambao ni wa mafunzo ya uwajibikaji wa jamii katika usimamizi wa rasilimali za umma katika sekta ya elimu wilayani Ileje, asasi imekuwa ikifanya mambo yafuatayo. Kwanza, kuendesha semina elekezi inayohusu wadau wa elimu kwa lengo la kufafanua sera ya elimu, wajibu wa kila mdau katika ujenzi wa shule za sekondari. 2, kuunda timu za ufuatiliaji zenye lengo la kuhamasisha katika maeneo ya vijiji kwa kupitia mikutano ya hadhara, vikao mbalimbali na makusanyiko, ikiwemo vikao vya WDC na bodi za shule. 3, kuendesha midahalo kwa wadau wa elimu. Na 4, kuendesha mikutano ya hadhara kujadili michango ya jamii katika kuleta maendeleo na mabadiliko katika sekta ya elimu, hususani hapa tukilenga elimu ya sekondari.
Nije kwenye mafanikio yaliyopatikana katika shughuli hii. Ikumbukwe kumekuwa na tatizo kubwa sana katika shule zinazoitwa shule za kata au shule za kayumba. Kwa watu wengine zimekuwa na mapungufu makubwa sana, ndio maana asasi ililenga katika maeneo haya. Sasa mafanikio yalikuwa kama ifuatavyo: kuongezeka kwa idadi ya vyumba vya madarasa iliyopelekea idadi ya watoto kuanza masomo kwa wakati badala ya kuchelewa kuanza masomo kutokana na upungufu wa vyumba vya madarasa. Wakati kitu cha pili, kuongezeka kwa walimu katika maeneo ya mradi na kufanya walimu waweze kuishi kwenye nyumba za walimu badala ya kuishi mtaani katika shule ambazo mradi unaendeshwa. Kuongezeka kwa ufaulu wa wanafunzi ikiwa ni kidato cha pili na wale wa kidato cha 4 katika shule zile ambazo mradi unahusika. Bila shaka kubwa kwa sehemu kubwa imeaddress mabadiliko kwenye maisha ya mmoja mmoja na sasa tukisimama hapa tunaomba kidogo mashirika ya wakulima tuanze hapo tuone kilimo cha biashara tunapoongea hiyo kati ya wakulima wadogo pamoja na wadau wengine. Muda pengine usingetutosha, lakini muundo wetu tuna mkutano mkuu wa wanachama, alafu tuna bodi, alafu na secretariat. Secretariat yetu ina watu ambao ni wataalamu 4 na lakini tunafanya coverage nchi nzima. Kwa hiyo unaweza kufikiria watu 4 wanawezaje kufika nchi nzima. Naendesha mara nyingi zaidi hiyo midahalo kati ya wakulima wadogo na madiwani wao, wakulima wadogo na maafisa kilimo na vile vile. Kitu ambacho tunakiangalia ni upelekaji na upatikanaji wa taarifa ambazo zitawasaidia wao kufanya maamuzi yanayohusiana na mahitaji yao mbalimbali na maisha yao kwa ujumla. Namba 3, tunaangalia kwamba kwa pamoja kuna kuwepo na ushiriki wa raia katika kuiwajibisha serikali. Tunaposema kuiwajibisha serikali ni pamoja na kuiambia, mbona ulituambia unaleta pembejeo fulani na hizo pembejeo hazijaja? Mbona ulituambia utatuletea umeme kwa sababu tunahitaji umeme kwa ajili ya kuongeza thamani kwenye mazao yetu? Mbona ulituambia unaongeza bajeti ya sekta ya kilimo mpaka 10% sawasawa na makubaliano ya Maputo? Kwa hiyo ndio haya ambayo tunasema collective engagement, ushiriki wa pamoja katika kuwajibisha serikali. Namba 4, tunahakikisha kwamba sauti za wakulima wadogo pamoja na walaji ambao wanaishi katika lindi la umaskini zinasikiwa na watu wa maamuzi. Namba 5, uratibu wa pamoja wa watoa huduma pamoja na wakulima wadogo pamoja na wafanyabiashara wa karibu. Tunaposema uratibu wa pamoja, kwa mfano karibuni tulikuwa na mkutano ambao unaongelea korosho, na ukiangalia mara nyingi unakuta wakulima wana mikutano ya kwao wao wenyewe, hawapati muda wa kuona pengine watu wa bodi, au kama kuna wakulima na watu wa bodi, lakini waweza kukuta pengine wale wanunuzi wa korosho wenyewe hawapo kwenye mkutano, au kama pengine wanunuzi wa korosho wapo lakini vyombo vingine pengine havipo, kama ambavyo tutakuja kufafanua hapo baadaye. Namba 6 ni uwezo wa ndani wa sekretariat ya ASAF kuweza kufanya vizuri zaidi. Sasa maeneo ambayo tumekuwa tunayaangalia, sina uhakika kwa kiwango gani tuliomo humu. Tunajua kwamba serikali tangu mwaka 2000 ilitengeneza kitu tunaita mkakati wa uendelezaji sekta ya kilimo, kwa Kiingereza wanaita Agricultural Sector Development Strategy. Ilipofika mwaka 2004 ikapitisha mpango wa uendelezaji wa sekta ya kilimo ambao unaita ASDP, na ule mpango una maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni kuhakikisha kwamba wakulima wanaongeza tija na wanafikia masoko. Kwa hiyo naongelea access to market na productivity, uongezaji wa tija pamoja na kufikia masoko. Lakini la pili ambalo wanaliangalia kwenye hiyo mpango wa uendelezaji sekta ya kilimo, unaangalia
ushiriki wa private sector, ushiriki wa sekta binafsi katika sector transformation, mabadiliko kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo sisi tuko kwenye kamati ya uendeshaji, ndio steering committee. Tuko kwenye kamati ya uendeshaji na tumekuwa tunashiriki katika mchakato wa mipango ya sekta ya kilimo ngazi ya wilaya kwa kupitia wanachama wetu. Hizo hela zimepangwa namna gani? Nani hasa ameweza kupata zile hela mwisho wa siku? Makundi gani? Ni kina mama, ni kina baba, ni watoto, ni vijana, au pengine kuangalia je, hizo hela zilipogawaliwa vile zitakuwa na mabadiliko yaliyo mazuri zaidi. Zimesambaa sana, zimesambaa, yani wanapewa milioni 600 mpaka bilioni 2 wilaya walikuwa wanapata kuanzia milioni 600 mpaka bilioni 2 kwa mwaka kwenye sekta ya kilimo, lakini zile hela moja. Lakini wilaya hiyo idara ya kilimo haina zaidi ya maafisa ugani 30. Sasa niambie hizo bilioni 2 unawezaje kufikia katika kipindi kifupi na mradi wa bilioni 1.5? Nadhani ni wa kisiasa zaidi kuliko ukweli wenyewe, si kama tuko pamoja. Yaani mradi wa kilimo wa milioni 1.5 hauwezi kuchangia kuleta mabadiliko kwa kilimo chenyewe kwa mtu mmoja mmoja vile vile. Na ushauri wetu mwaka uliofuata mwaka 2009 na 10 wakabadilisha, wakaweka minimum amount, kiwango cha chini kabisa cha kuwekeza kwenye mradi, wakasema hiyo milioni 56. Kwa hiyo walau milioni 56 kila mradi ungeweza kupokea. Lakini humo tumekuwa tunaangalia hasa uwiano wa ugawanyaji wa rasilimali, nani anapata hela kiasi gani na wapi, na ushiriki na wa wakulima wadogo pamoja na uwekaji wa hela maeneo yanayohusika. Sasa kwenye hizo mbili nilizozitaja katika eneo la kwanza lile, kwamba tuliona kwa mfano kwamba hata miradi inayoibuliwa kule, baada ya kwamba imesambaa, lakini unaweza kukuta huyu ana mradi wa kuku wa kienyeji, kuwa na mradi wa vitunguu, kuwa na mradi wa mbuzi wa maziwa, kuwa na mradi wa umwagiliaji. Sasa hii miradi unajua, tumia Kiswahili cha kwetu kule kusini wanasema nimesigana. Ndio mzee bwana, nimesigana, yani haioani, hamna complementarity, yani mradi mmoja hauchangii mradi mwingine. Kwa tukasema hiyo sio uwekezaji wa kimkakati. Uwekezaji wa kimkakati ni pamoja na kufikiria mnyororo wa thamani. Nikisema mnyororo wa thamani nadhani tunaelewana wote, si ndio? Halo? Ndio. Tunaelewana? Kwa hiyo haifikirii mnyororo wa thamani. Na kwa sababu haifikirii mnyororo wa thamani, inawezekana huku tukahamasisha sana kuzalisha, lakini tunapomaliza kuzalisha labda barabara sio nzuri, labda soko hakuna, au labda miundo mbinu ya utunzaji ya maghara ni mibovu. Kwa hiyo tumezalisha sana hiyo, lakini mwisho wa siku tunaongelea mpaka sasa hivi baadhi ya mazao ile post harvest loss inaenda mpaka 50%. Kwa mboga ni 65%, kwa nafaka ni 35%. Kwa hiyo hii tukwambia haiwezi kuchangia kuleta mabadiliko tunayotafuta. Na kwa sasa tushukuru serikali, tangu mwaka juzi wamekuja na wazo moja, wanasema one district one commodity, wilaya moja zao moja. Of course nayo hiyo ni changamoto yake, lakini walau kuna hiyo focus ya ufikiaji wa mnyororo wa thamani. Namba 3, tumekuwa tunafanya budget analysis na wajibikaji wa kijamii. Budget analysis haina tofauti na yale ambayo nimesema hapo mwanzo, analyze budget, lakini sisi tunaanalyze budget kwa kuangalia makubaliano ya Maputo ya mwaka 2005 ambayo serikali yetu pamoja na serikali nyingine za Afrika walisema tutakuwa tunaweka 10% kwenye sekta ya kilimo ya national budget. Na tukiweka 10%, walisema tutaweza kuhakikisha kwamba kilimo kinakuwa kwa 6% kila mwaka, sustained annual growth ya 6%. Na kama tutakuwa na huo uhakika, basi na maana kwamba hatutakuwa na njaa, ndio, na tutakuwa tumeaddress swala la maskini. Kwa hiyo tunafanyaga hiyo analysis. Baadhi ya analysis zetu zinaonyesha kwamba mikoa ile ambayo ni maskini ndio ile inapelekewa hela kidogo. Mwaka huu umeweka ngapi? Mwaka huu umeweka ngapi? Kwa hiyo tunashika kuiana na hii budget. Hata jana wametutumia watu wa ofisi ya waziri mkuu, lakini wanakupa za basket fund, hawakupi za basket fund, wakakupa za GPS, wakakupa na za project ili uweze kuanalyze. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu zaidi kuweza kuanalyze hiyo budget.
Okay. Kwa hiyo lakini tunachojua ni kwamba unapoangalia individual ministries budget imeongezeka. Sasa changamoto inaweza kuwa hela zimeongezeka, lakini fungu linaloenda kwenye recurrent, matumizi yale ya kawaida, nalo limefanya nini? Na kilimo hakibadilishi kwa sababu tumeongeza idadi ya wagani. Kilimo hakibadilishi kwa sababu tumeongeza idadi ya mikutano tunayoendesha. Kilimo hakibadilishi kwa sababu tumeongeza idadi ya magari. Si kama tuko pamoja. Kilimo kinabadilishwa endapo tuna fungu linalo address upatikanaji wa pembejeo, upatikanaji wa zana za kilimo, upatikanaji wa mikopo na pengine na elimu kwa mkulima husika. Kitu kwa pamoja. Hayo ndiyo baadhi, of course, na uboreshaji wa miundombinu kama barabara, umwagiliaji, majosho na maramu. Haya ndio maeneo ambayo tukiwekeza tunakuwa na uhakika kwamba kilimo kitabadilika. Okay. Kwa tumekuwa tunaangalia uwekaji wa 10%, alafu na kuangalia hela zinatumika namna gani. Niwape mfano, tulikuwa tunapata mafanikio mwaka 2009 2010. Lakini baadaye nadhani tumerudi kule kule kwa zamani. Wakati tulivyokuwa tunapiga kelele kipindi kile, hela za robo mwaka ya kwanza zilikuwa zinaenda mwezi wa 4, ambao ni robo ya mwisho ya mwaka, ndio kwa fedha. Kwa hiyo na mwisho wa mvua. Na mwisho wa mvua. Kwa hiyo tukawaambia kilimo ninatumia Kiingereza. Kilimo ni season sensitive sector. Yaani ni sekta ambayo inaathirika sana na msimu. Ukikosa msimu wa jua umeukosa. Ili kwa pamoja. Ukikosa msimu wa mvua umefanya nini? Ni lazima utasubiri mwaka mwingine. Kwa hiyo kama mtu ameleta mpango anasema nahitaji hela mwezi wa 8 ya kuandaa shamba. Umeletea hela mwezi wa 4 tayari ule mwaka unafanya nini? Ni hasara. Kwa hiyo mwaka uliofuata baada ya miaka miwili wakakubali, wakapeleka hela za robo mwaka 2 kwa wakati mmoja, na zikaenda mapema, zikaenda mwezi wa 10. Almost wilaya zote ambazo zilikuwa na maswali ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu walipata hela kwa wakati mmoja. Mzuri. Sio mzuri sana, lakini walau mwezi wa 10. Lakini nadhani hiyo iliishi kwa mwaka huu. Kwa mwaka huu. Fiscal hiyo tumemaliza mwaka wa fedha tumemaliza mwaka wa 2012 13. Nyingi zimepelekwa mwezi wa 3. Na mpaka mwezi wa 3 wakati bunge linaingia bungeni mwaka jana kumaliza kupitisha budget. Wizara kama ya kilimo walikuwa wamepokea only 19%. Asilimia 19. Na ni robo ya mwisho tunaingia, lakini wamepata asilimia ngapi? 19. Sasa hizi asilimia nyingine 81 ukiwapelekea hata mwezi wa 4 mwezi wa 5 itafanya nini? Zinaweza zifanye kazi. Zinaweza zikafanya kazi lakini zikaishia mtawa tu. Kama tuko pamoja. Zimekuja ndio lakini zimeishia mtawa tu. Nitawaambia yale na naye asema kuhusu mtawa tu. Then tumekuwa tuna ushiriki wa karibu sana na vyombo vya habari. Sisi kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustine Mwanza, kampasi kubwa, pamoja na Best AC tulianzisha mfumo wa kuwafundisha waandishi wa habari vijana. Mmoja wapo yuko hapo ni beneficiary wa mfumo ni mwandishi wa habari. Lakini lengo ilikuwa ni kwamba unajua habari za kilimo haziandikwi mara kwa mara. Hata zikiandikwa unazikuta page ya katikati mle ndani na kama andiko za paragraph kadogo tu. Unaona? Sasa ukiwauliza waandishi wa habari na wahariri watakwambia habari za kilimo haziuziki. Siko pamoja. Alafu wengine wanatumia neno wanasema it's not agriculture is not sexy. Yaani haina mvuto, sijui isielewe. Monica ni sawa? Agriculture is not sexy. Kwa hiyo hizi habari zinafichwa huko katikati na kanaandika paragraph mbili basi. Lakini tukadhani kuna vitu vingi zaidi, na hasa kama tukisema hii sekta inachangia 36% ya GDP. Hata letu la taifa asilimia 26 zinatoka kwa sekta ya kilimo. Hatuwezi kuendelea kutupa pembeni tukasikiliza nyimbo za watu wengine. Ni lazima tuone kwamba walau zinasikika habari za kilimo. Na zinapoandikwa, zinapotangazwa, ndio hivyo hivyo fursa kwa wakulima mmoja mmoja na wafanyabiashara. Sauti zao zinafanya nini? Zinasikika. Kwa tukawapeleka waandishi wa habari, mara kwanza tulipeleka 32, wakafanya mitihani, wakaenda field, wakakaa kama miezi mitatu, waliporudi wakachujwa, wakabaki 17 wakaenda advanced course, na baadaye wakaenda kwenye attachment. Nao wamekuwa wanaandika, hata kama si wote wanaandika, lakini tunadhani habari za kilimo zinaongezeka. Lakini ili kujaribu kuhamasisha zaidi, shirika langu vile vile na Best AC
tukubaliana na wadau wa MCT ambayo ni Media Council of Tanzania kwamba tuzo ya kilimo ilikuwa imefichwa kwenye tuzo ya uchumi kule siku za mwanzo. Kwa tukawashauri kwamba hapana, kilimo ni sekta kubwa na inayojitegemea. Tungetaka hiyo tuzo ya kilimo iondolewe na iwe na tuzo nyingine. Na wakatukubalia, kwa tukawa na tuzo ambayo tunaita tuzo ya kilimo na kilimo biashara. Na tangu mwaka huu, na maana mwezi wa 3 tulianza kutoa, sisi tulikuwa kama sponsor kwa ajili ya hii tuzo. Na mwaka huu tena sasa nadhani mchakato umeshaanza kuwachuja waandishi wa habari na ambayo zawadi inatolewa tena mwakani mwezi wa 5. Alafu namba 4, kile ambacho tumekuwa tunafanya ni kuwajengea uwezo. Kama nilivyosema, tuko 4, kuna technical people pale ofisini 4. Na ukiangalia coverage ya sekta ya kilimo ni kubwa. Kwa tunajengea uwezo wanachama wetu. Kuna makundi mawili makubwa. Tunaita working groups. Kuna moja tunaita policy working group PWG, ambayo hii policy working group kuna moja ina makundi 3 vile vile ndani ya hiyo kundi. Maana baadhi ya hawa sio members walio kwenye policy working group. Kwa hiyo upande mmoja wanaangalia kwenye budget analysis, na kikundi kinaangalia budget analysis kwenye wilaya. Na kikundi kingine kinaangalia social accountability monitoring, wajibikaji wa kijamii kwenye wilaya. Alafu kundi kingine la 3 ambalo linahusisha wengine ambao si wanachama wetu, moja na donors wako kwenye ile kundi, lakini sisi ndio tuna host, tunaita policy working group. Kwa hiyo haya makundi tunawajengea uwezo wale walioko kwenye humo, wanatusaidia kufanya analysis. Na ndio maana naweza kuona labda tutafanya kazi nyingi, lakini kimsingi tuko wachache kwa sababu ya kundi hilo ambalo lina composition ya members. Kundi la pili ambalo tunalo ni kubwa, hilo moja ni kubwa lakini imegawanyika kwenye vikundi vidogo kidogo. Kundi la pili tunalo ni ile la communication na advocacy. Hii inafanya inachambua report na inaweka muhtasari wa report. Kama mlienda kwenye banda letu, kuna vitabu vidogo vidogo vinaitwa policy briefs. Kwa hiyo hilo linatokana na hilo kundi kingine. Alafu kuna gazeti tunaita Ulimwengu wa Mkulima ambalo linachapishwa kila robo mwaka, nalo vile vile linatengenezwa na wale waliomo. Ukiangalia waandishi wa articles zilizoko kwenye Ulimwengu wa Mkulima si watu wa secretariat, ni kutoka wanachama wetu na kutoka mashirika mengine ambao sio wanachama, lakini mbali tu wanakubaliana na timu iliyoko kwenye chapisho kwa wakati huu. Kwa hiyo haya ndio maeneo makubwa 4 ambayo tutakuwa tunafanya. Swali 6 au michango 6, alafu kama kuna response yoyote tupate, alafu tutaendelea tena. Karibu, nilianza kuona mkono wa baba pale. Karibu. Tafanya zoezi. Mimi naitwa Matthew Shadraka, nafanya kazi shirika la Busega Children Development Service Assistance katika mkoa wa Mwanza. Labda mimi nianze mwendesha mada, nianze kutoa tu wito kwa wanaotoa presentation pale mbele. Wenzetu yule mwendesha mada kule ndani alituambia kila tunaposimama tunahitaji foundation for civil society. Mwishowe sasa ndani ya vichwa vya watu, unajua understanding ya watu au uelewa wa watu mdogo, wanaweza kaondoka na jambo moja, foundation for civil society katika ukumbi. Na maana ya foundation kutuita haitakuwa na maana tena, kwa sababu tunapojadili hapa tunajadili matokeo ya swala la elimu. Tungekuwa tunajadili vitu kama hivyo tukaiacha kuitaja civil society, tuitaje sana from the starting of our meeting, tulitaja civil society. Civil society haijatuanzishia organization. Tulianza organization tukiwa peke yetu. Civil society wanakuja kutopa, yaani wanakuja kuongezea mahali ambapo tumepungua. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri sana kwamba tusiende tukahitaji civil society kila saa, civil society. Hata wenyewe watachukia, wameshachukia, lakini wanatuvumilia tu. Basi nakwenda naje kwenye point. Kwenye point ni kwamba tunapoyapima matokeo ya elimu tunaanza kuangalia sehemu kama 3. Sehemu ya kwanza ni serikali. Sehemu ya pili tunaangalia institution.
ambazo zinaweza zikajenga madarasa, zikafanya nini, lakini kuna sehemu ya jamii katika swala la kutoa elimu mahala fulani, lakini kuna swala la asasi za kiraia. Sisi tunafanya nini? Na ndicho tunachokuwa kwenye mkutano kama huu, tunataka tuone civil society inafanya nini katika swala la elimu. Watoa mada ni kwamba kuna maeneo ambayo tunatakiwa sisi tuyazungumze. Kwa mfano, tunapozungumzia habari ya watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi, kuna wengine wameanzishiwa shule, lakini kufika mahala wale watoto sasa hawaendi shule tena. Sisi kama civil society tunatakiwa tulizungumzie swala hilo, kwamba sisi tumefanikiwaje katika swala la elimu. Kwa mfano, Busega tuna watoto 250 ambao walianzishiwa shule, na baada ya kuanzishiwa shule wakaacha kuendelea na shule. Sisi sasa mchango wetu tunauona katika mkoa wetu, watoto 200 sasa wanaendelea na shule, na sasa wanamaliza primary school, wengine wanamaliza secondary, wengine sasa tuna watoto 3 ambao kwa university, ambao sisi kama asasi tuna mahusiano, we have a relationship ambao tuna collaboration na bodi ya mikopo. Kwa hiyo mtoto anapomaliza form 6, lakini yule mtoto ni vulnerable children, orphans, tunahusiana na bodi ya mikopo. Tunaandika barua kwamba huyu mtoto ni orphans, tunapeleka bodi ya mikopo. Bodi ya mikopo wanatupa chance ya 100%. Yule mtoto hawezi kulipa kitu chochote, anapata mkopo kwa 100%. Kwa hiyo tunapaswa sisi kama asasi za kiraia tuzungumze matokeo ambayo sasa yanatupeleka mahala pa kuona elimu imekwenda mahala pazuri. Tunapozungumzia kujenga madarasa, sidhani mimi katika asasi yangu ina ukubwa kiasi, lakini ukiniambia kujenga darasa huko siko mimi. Inawezekana nikatoa mchango kwa mawazo, lakini kuna institution za kifedha kama benki wanatoa msaada, kama Vodacom, kama Mkapa Foundation, wana vitu kama hivyo ambavyo wanafanya. Lakini sisi kama asasi za kiraia tunapokuwa kwenye kongamano hili, tuzungumze kile kitu ambacho kitatuhusu kuiondoa elimu hapa, kuipeleka kule mbele, na tuone matokeo ambayo yanaweza kusaidia shughuli yetu. Okay, tunashukuru sana kwa angalizo. Kuna dada moja. Naitwa Tarimu, natoka wilaya Simanjiro, nafanya kazi na shirika la Migration. Mimi naomba kutoa mchango wangu kwenye swala la elimu. Nimefurahishwa sana na yule dada pale alivyoniambia kwamba attainment ina nafasi yake katika wizara ya elimu. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Kwa hiyo naomba nitoe mawazo yangu. Ukiona yanafaa, basi naomba usaidie kuingiza kwenye huko wizarani huko. Kwanza kabisa, elimu hapa nchini imeyumba sana kiasi kwamba hatujui tunakwenda. Ukiangalia mwaka jana serikali ilifanya supplementary, tukawa tuna maana walikuja kufikia wamekosa watoto wa kwenda shule, wakaamua kupunguza alama za ufaulu. Kwa hiyo hapa tunasema serikali ilisapa. Ukiangalia mtihani wa mwaka huu uko chini ya viwango. Lengo lao wanaogopa kuingia kwenye aibu ya kusapu kwa mara ya pili. Hilo tayari ni tatizo. Cha pili, kuna mpango wa BRN. BRN iliyopo sasa hivi, hiyo ni ya serikali, sio ya wananchi, kwa sababu imeanzishwa katika mfumo ambao yani sisi walikaa hapa daa mahali pazuri wakapanga BRN, hawajaenda vijijini. Ukiangalia vijijini, yani shule ina darasa la kwanza mpaka la 7, wako walimu 3. Unaniambia kutakuwa na big result na itatoka wapi? Shule ina darasa la kwanza mpaka la 7, yako madarasa 2. Lakini serikali inapeleka mtihani pale, afisa elimu wa wilaya yupo, taarifa zipo, lakini tunasema BRN sasa. Sijui itatokea wapi. Ukiangalia nyumba zimejengwa za walimu 2 in 1, hazina paa, hazina ceiling board. Huyu mwalimu amepewa mmoja au mmoja na sebule, ana mume, ana watoto. Pale swala la haki za binadamu, hapo kuna ndoa tena hapo sasa inakuaje? Shule nyingine walimu wanakaa madarasani, wanaishi madarasani, wanafunzi ukiondoka wanahamia madarasani. Au shule nyingine walimu wako 3 wamepewa mmoja, huyu mmoja hata na boyfriend wake, inabidi wengine wote waondoke. Lakini tunazungumzia BRN.
Tukiangalia BRN hiyo walisema cheti ya rada inanunua vitabu. Ukiangalia sasa hivi darasa la kwanza mpaka la 7, especially la 7, wamemaliza mwaka jana hawajai kuona kitabu chochote. Na wakati huo hawa BRN wameelekeza kwamba wilaya kama wilaya isinunue tena nini? Vitabu. Ile capitation fund ya vitabu haipo. Unaona? Wanakataa watu wasinunue vitabu. Watu wamesoma mwaka jana, wamefika la 7 wamefanya mtihani, mwaka huu hakuna vitabu. Tunasema big result sasa. Mpaka sasa hivi tunaendea Januari, hakuna vitabu vilivyowasili vya darasa la 7. Unaona? Kwa hiyo hizi sera zinapokuwa zinaandaliwa, kabla hazijaanza kutekelezwa, basi vile vifaa wanavyotegemea vya kutekelezea zile sera viwe vimeshafika. Kwa sababu ukiangalia hata walimu wenyewe tunaowazungumzia watusaidie kusababisha BRN, wenyewe hawasikilizwi. Hakuna mtu anadharaulika nchi hii kama mwalimu. Unaona? Lakini leo tunamlazimisha mwalimu atoe BRN. Mimi nimesikiliza matamko ya walimu wamesema BRN ya serikali, sio ya walimu, na hakuna BRN itakayokaa itokee Tanzania. Vinginevyo BRN wanaoitaka ni kama wanavyotoa mitihani rahisi, wanawaridhisha wananchi watoto wamefaulu, lakini ile mitihani ndugu yangu ukienda kutafuta ile mitihani ukiangalia sio. Lazima sisi kama NGO sasa tupige kelele. Tuangalie tunapelekwa wapi. Hatutaweza kuja kuingia kwenye ushindani wa kibiashara kwa elimu inayoendelea sasa hivi. Mchango wangu ni huo. Kwa muda tena naitwa Kulangwa na kutoka Shinyawaka Kibaha. Katika wawasilishaji wote nimeangalia mada yetu ya elimu kwa maeneo matatu. Sehemu ya kwanza ni mapungufu ya viwanja vya michezo kwa watoto wetu au wanafunzi, na hususan watoto wenye ulemavu wanakosa kufurahia masomo kwa sababu mara nyingi hawapati fursa ya kuwa na maeneo ya kufanya michezo, na kama mnavyojua burudani ya michezo inajenga afya ya akili pia. Kwa hiyo sijui wenzetu wanaweza wakasema hili eneo tunaweza tukalishughulikia vipi. Lakini pia eneo lingine ni eneo la afya kwa wanafunzi. Kuna watu wengi ambao wakishajifungua watoto huwa wanawapatia kinga mapema, lakini unakuta kwa watoto wenye ulemavu wakati fulani masuala haya hayatendeki. Lakini pia katika swala la mbinu, nikijaribu kukumbuka vizuri, labda nifike niweze kuona wenzetu kama Pemba au maeneo mengine kwamba labda wanafanyaje au mbinu wanazozitumia katika kutoa elimu kwa walimu na watoto kama walivyosema. Pale kwetu Kibaha tunasisitiza sana masuala ya elimu kwa watoto viziwi, na katika darasa moja katika mfumo huu wa elimu jumuishi unakuta kwamba wanasisitiza kwamba darasa liwe moja, lakini ukiangalia pale Kibaha unakuta kwamba darasa la kwanza, la pili na la tatu wanakuwa na madarasa ambayo ni maalum, na mara nyingi tumeambiwa kwamba kuna dola 10 ambazo zimekuwa zikitolewa kwa ajili ya kila mtoto kwa ajili ya elimu, lakini ukiangalia kwa kweli maendeleo ya kielimu upande wa pale Kibaha bado yako nyuma sana, wingi wa watoto na kutozingatiwa mahitaji. Sasa sijui mnatushauri tufanye nini ukizingatia zile dola 10? Okay, makofi ya kutosha kwa ukifanya hivi ndio umepiga makofi. Okay, haya, asante sana. Naomba nitoe nafasi kwa upande huu tena. Dembo natoka HDP Dar es Salaam. Mimi nilikuwa naelekeza maoni yangu kwa mama pale. Naelekeza maoni yangu kwa mama. Tunaomba mama utupelekee kilio chetu wizarani. Mara nyingi tunapofika shuleni, shule za hasa za msingi, labda kwa ufuatiliaji wa zile pesa zinazoenda mashuleni, unakuta zile pesa hazikaguliwi. Kwa hivyo tunashindwa kufanya ulinganifu sahihi, kwa sababu unakuta saa nyingine labda development account
zimeingia kwenye akaunti lakini hazijatumika, wakati wanakuambia hizi hela labda milioni 7 zimeshatumika kwenye jengo hili, lakini kwenye bank statement haijatoka ile milioni 7. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kujua kwamba hapa kuna ubadhirifu au hakuna. Pia ukiwauliza kwa nini sasa pesa zimetumika na wakati kwenye akaunti zinaonekana, wanakuambia hizi tunaongea tu na mzabuni anafanya hivi na hivi, yaani ni maelezo mengi hayana hata msingi. Kwa hiyo tunaomba ukaguzi uwe unafanywa mara kwa mara kwenye shule za msingi, kianzisho hicho kitengo kutoka kwenye zile manispaa zao zinazohusika. Pia nilikuwa naomba mlolongo ule wa kusainisha cheki kutoka kwa walimu kwenda sijui kwa manispaa sijui kwa nani ni mrefu sana, na kwamba mzabuni labda anatoa vitabu, anatakiwa anunue vitabu kwa ajili ya shule, lakini unakuta hataki, hawezi kukubali kwa sababu $500, zaidi ya $500 anatakiwa apeleke kwa watu zaidi ya 6 kusainisha. Kwamba ina request na kule manispaa rushwa sijui vitu gani. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana. Elimu pengine tunashindwa kuelewa kwamba inaenda wapi. Yaani mwelekeo wa uongozi wa manispaa na wa walimu haueleweki kabisa. Kwa hiyo tunaomba wizara itoe kabisa au itoe sera nyingine ambayo itarahisisha mfumo wetu wa elimu ili iboreke. Okay, asante sana kwa mawazo. Nashukuru kwa sababu hapa kwa sababu nilishakuwa mwanachama wa attendance tangu 2004 mimi Innocent Malamsha kutoka Robonet, yani mtandao wa NGOs kule Robo Kilimanjaro. Nilishakuwa kwenye KNEC ya Kilimanjaro Education Network. Kwa nyuma tulifanya kazi na tumefanya kazi sana, lakini sasa hivi sauti zetu hatuwasikii sana. Na mimi nilikuwa na shauri hili, pamoja na mambo mazuri mmeyazungumza sana kwa kweli, mambo mazuri ambayo kuna mambo ambayo natakiwa sasa hivi muyafanye kuendana na mabadiliko ya elimu yanayofanywa na serikali bila tafiti, na mambo mengi ya kuiga tu, mtu anaenda nje huko anarudi anayafanya tu bila, yaani Tanzania inakuwa kama sehemu ya majaribio. Tuanze na darasa la 7 kufanya mtihani kwa kutumia OMR. Ile unakuta hata ambaye hana uwezo kabisa na faulu anaenda sekondari. Akifika sekondari hajui kusoma wala kuandika, lakini kwa sababu ya kubahatisha ABCD akafuata ule mfumo tu anatoka. Sasa siku hii tunatengeneza watoto wa aina gani huko tunapokwenda? Vile kuna dropout kwenye sekondari. Sekondari mtoto akifika kule akishindwa kuendelea na yale masomo anaacha mwenyewe, anakimbia masomo. Lakini serikali au vijiji au asasi zote zinazohusika na kufuatilia, wakiwachukua kuwapeleka aidha kwenye vyombo vya sheria, unakuta kwenye sheria hakuna sheria ya kumbana, kwa sababu elimu ya sekondari sio ya msingi, haipo. Kwa hiyo mahakimu wanalalamika kwamba hakuna sheria ya kuendelea kupambana naye, ameshindwa. Kwa hiyo unakuta wanahenga, hata wenye uwezo wanaamua kuacha tu, kwa sababu hakuna sheria inayombana iwe kama ni lazima. Elimu ya sekondari sio ya lazima, bali kama imetoka. Aidha ni ridhaa ya mzazi kuendelea kubanana na mtoto wake, hakikishe kwamba amekwenda sekondari. Kwa hiyo kumetungwa sheria ionekane kwamba kwa sasa hapa tulipofikia, elimu ya sekondari iwe ni ya lazima sawa na ya msingi. Hilo ndilo lilikuwa na nishauri. Vile katika kutandaa attainment katika ngazi ya wilaya kama uliosema, basi ilionekana vuguvugu la kweli la ufuatiliaji, ili kuonekana kwamba sisiwe tu mitandao ya wilaya isije kaonekana ni majina tu, bali kuwe na mawasiliano, ile message dissemination iwepo, information sharing iwepo, na utoaji wa ripoti uwe ni wa lazima katika mitandao, ili tuweze kwenda sababu. Manake bila hivyo utakuta eneo moja linasonga mbele kwa kuelewa mambo mengi ya nchi yanavyokwenda, mengine yanabaki vile
kwa hiyo wanakuwa wanabaki kwenye magazeti au kwenye hadithi. Asante. Investor Simon Kakinda, natoka shirika la Uvuma mkoa wa Mwanza wilaya ya Magu. Kilio changu mimi katika upande wa elimu ni katika elimu ya makundi maalum. Ukija kuangalia Tanzania yetu, nitatolea ninakotoka. Unakuta shule za msingi ziko 180. Lakini katika shule za msingi hizo hakuna hata darasa moja linalosaidia watu wenye ulemavu, hususan viziwi. Katika wilaya tunazotoka wanashiriki imradi wapo, watu wasioona wanashiriki imradi wapo. Je, tunapoenda ni wapi? Shirika letu japo tunajishughulisha na vijana pamoja na watu wanaishi na virusi vya ukimwi, tumejaribu sana kupigana kutetea haya makundi kwa kushirikiana na afisa elimu wa wilaya. Lakini kitu anachokuambia kwanza, anasema idadi yenu mko wachache sana. Unajiuliza, kama tuko wachache watu wenye ulemavu, je, serikali ina mikakati gani ya kutuona sasa hili kundi ambalo ni kundi la watu wachache, wakatengeneza mipango mikakati ya kuweza kuendeleza hii elimu na wao wakanufaika kama watu wengine? Kwa kweli ndugu zangu, hicho ni kilio cha sisi watu wenye ulemavu. Maana ukija kuangalia, hata ukipima tu, nenda kimkoa hata mkoa, utakuta watu wengi ambao kidogo wana uelewa wa juu ni wale waliopita shule. Je, tunamwangaliaje mtoto anayezaliwa na ulemavu? Tunapoelekea ni wapi? Mimi niko naomba entertainment. Najua kabisa mnashirikiana na watoto vizuri, na shirika lenu ni international ambalo linafanya shughuli nyingi kupitia wadau mbalimbali. Hebu jaribuni sasa kuliona hilo na kushirikiana na mitandao kama mwenzangu alivyosema kutoka Rombo. Yapo mashirika yanayodili na watoto. Je, tunayashirikisha vipi? Asante sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Esther Bariti, natokea mtandao wa mashirika yasiyo ya serikali mkoani Manyara. Mimi nilikuwa na maswali machache. Kwanza napenda kuongea na dada wa Attainment kwamba shirika lake linafanya kazi hapa Dar es Salaam tu ama linafika mikoani, na kama mikoani inafika ngazi ya kule ndani zaidi vijijini? Swali la pili, nipenda kujua wanachama wa Attainment unapatikanaje ili mitandao ile iliyopo mikoani iweze au wilayani iweze kuwa wanachama. Swali la pili, nataka kufahamu kwamba je, kama Attainment mnafanya kazi, labda kinijibu kwamba mnafanya ngazi ya mikoa mingine, ni kwa jinsi gani mnatambua yale mazingira au maisha magumu wanayofundishia walimu na wanayoishi? Kwa sababu tulifanya kazi fulani na shirika la Haki Elimu kufanya research, tulibaini kuna baadhi ya shule ambazo mwalimu mmoja anatumia lugha ya tatu kufundisha. Mfano, kule jamii ya mkoa wa Manyara ni wa Iraq, inabidi amwambie yule mtoto huyu ni mbwa, dog, stay. Yaani ile stage ni mbwa kwa lugha ya Kiiraki. Just imagine kama ni mwalimu ambaye ni Mpare, atamfundisha kwa lugha gani? Inabidi atafute mbinu ya ziada ya kumchora yule mbwa ili aweze yule mtoto kubaini huyu ndiye mbwa, huyu ndiye dog. Otherwise anakwambia anatumia muda mrefu kufikiri jinsi gani huyu mwanafunzi atanielewa katika lugha hizi tatu. Kwa hiyo hilo kama Attainment karibu na wizara, tungeomba kwamba mwashauri wizarani kule wanapofanya ajira ile, ikiwezekana basi mwalimu atakayepangiwa shule ya Dabili, shule ya msingi Dabili ambaye ni jamii ya wafugaji ama wa Iraq zaidi, aangaliwe yule mzawa wa eneo lile ambaye ataweza kumfanya yule mwanafunzi aelewe vizuri. Jambo la tatu nitaka kujua na kuna mwenzangu aliyepita atuzungumzia maisha magumu ya walimu. Kwa kweli kule vijijini tulipofanya research na watu wa kielimu, tulibaini kwamba maisha wanaishi ni magumu. Nyumba moja wanaishi walimu wanaitwa bachelor wanne. Just imagine kwamba mimi kama mwanamke tunakaa wanne na huyu mwanaume anakaa wanne. Ninapopata mtu wangu inabidi wale walimu wengine waingie darasani kwa siku nzima au waende mtaani ili mimi niweze kukidhi haja zangu za kimwili, kitu ambacho unamnyima uhuru wa matumizi ya mwili wake. Nyumba hiyo imeanza kujengwa mwaka 80 mpaka leo iko hivyo hivyo.
kwa kweli uhuru wa mtoto wa kike unakosekana au wa kiume. La mwisho nilipenda kuzungumzia kwamba ikiwezekana, kwa sababu umetuambia huko wizarani zaidi, jaribu kuishauri serikali iondokane na swala la kusema kwamba anampima mtoto wa darasa la 7 kwa kumpa mtihani wa kuchagua. Hapo utakuwa hujampima. Kwa sababu mimi nina mtoto wa mfano, mtoto wa ndugu yangu alikwenda darasa la 7 siku 3 ndani ya mwaka mzima. Mtihani wa kwanza alifanya darasa 7 siku ya kwanza, siku ya pili kweli. Lakini alifaulu kapelekwa shule ya sekondari Mringa Maji Kibali. Unamuuliza vipi kufaulu, anasema Roho Mtakatifu alinishukia nilianza kufaulu. Anakwambia ni mwenyewe namshangaa huyu mwalimu waliosaisha mtihani wangu akasema mimi nimefaulu. Alikwenda mwezi mmoja akajiona ni upuuzi, akaamua kuacha akaolewa. Anakwambia hivi, kuna anayefunga macho anashusha. Utakapogonga hapo unaweka tiki. Kwa kweli naomba ufundishe ujumbe wako kwa serikali isitudanganye ili mradi wapate sifa ya kijinga kuwa sasa hivi wanafaulisha wanafunzi wengi. Tuseme wanafaulisha wajinga walio wengi. Exactly. Jamani, sana ya elimu. Haya, naomba nikupe nafasi Bwana Simba. Habari za mchana, nashukuru kwa nafasi hii. Jina langu naitwa Shahid Juma, natoka Chavita, mkoa wa Iringa, na maswali mawili ambayo yanamwelekea mwenzetu kutoka Pemba Madrasa Association kama sikosei. Nimemsikiliza kwa makini sana wakati anatoa mada yake na nikavutiwa sana na swala la elimu, lakini katika maelezo yake kuna changamoto ambayo nimejaribu kuiona, na hii changamoto pamoja na kwamba umepiga hatua sana kutoka kwa na vituo 6 mpaka 20 na mpaka kufikia 32 kwa maelezo yake, na kuhusiana na mapato ya ruzuku ya foundation toka walipoanza katika vile vituo 6 mpaka hivi 32, sikuweza kuelewa yale mahusiano kwamba namna gani zile ruzuku zimekuwa zikiwasaidia. Lakini pia katika kupiga hatua hizi kutoka katika vituo, wakasema wamejenga nyumba ambazo zilitoka kuwa nyumba za matope zikaenda kwenye nyumba za kudumu, na kwa maana hiyo Pemba wamefanya kazi nzito sana, tofauti na matarajio ya ile ruzuku ambazo mimi naiangalia, kwa sababu zile ruzuku ambazo wametuambia zilikuwa ni ndogo ndogo kwa kweli. Na katika swala hili pia nilitaka labda nipate sasa siri ya mafanikio kwamba hivi vituo 6 mpaka 32 na ruzuku yenyewe ambayo umeipata, unazungumzia nafikiri kubwa ilikuwa milioni 10. Sasa naona kama imefanya mambo makubwa sana, kwa hiyo tulipenda tujue siri ya mafanikio. Lakini pia umeelezea kuhusu swala la elimu ya lugha ya alama kwamba mnafundisha lugha ya alama kwa walimu ili waweze kutoa mafunzo mazuri kwa watoto. Na kwa upande wangu nimewahi kufika Zanzibar mara moja tu, na nimejifunza mambo mengi, pamoja na kwamba ilikuwa ni safari moja. Nimeona mambo yaliyoko Zanzibar ni tofauti sana na yaliyoko huko bara, ukijaribu kuangalia hasa katika mfumo wa elimu. Kwa Zanzibar unakuta kwa bara unakuta kwamba mfumo wa elimu ni tofauti na Zanzibar. Kama nilivyosema awali, Zanzibar kule mtaala wa elimu, mtaala wa dini upo, yaani ule mtaala wa dini ni sehemu ya mtaala, kwamba mtoto toka anapoanza shule ya awali mpaka anakuwa, basi hili somo la dini linakuwepo. Lakini nataka nizungumzie sasa katika swala zima la elimu kwa watoto viziwi ambao nyinyi sijui mnatumia mfumo gani wa kuweza kuwaelimisha katika swala zima la dini. Kwa mfano Kiarabu,
sisi viziwi kwa upande wetu nafikiri ni ngumu sana, kwa sababu hata kile Kiswahili tu kujifunza Kiswahili ukiwa mtoto kiziwi kwa kweli ni hali ngumu sana. Sasa kwa Kiarabu ambacho mara nyingi nafikiri labda tunaweza kuwa na matamshi tofauti, labda mngetupa mbinu ambazo nyewe wenzetu tunatumia kuweza kuwafundisha hawa watoto sasa wakaweza kuelewa vizuri swala zima la elimu ya dini, lakini pia jaribu kuangalia zile tafsiri sasa, kwamba Kiarabu kama tunafundishwa na tafsiri zake zinakwenda vipi. Alafu katika sehemu ya tatu ya Kiswahili chenyewe sasa, hiki ambacho ni Kiswahili cha moja kwa moja, alafu na Kiarabu, na huko wenzetu wa Pemba, labda nirejee tu pale kwamba mnatumia njia gani kuwafundisha hawa walemavu viziwi katika swala zima la dini, kwa sababu tunahitaji umakini na vile vile mbinu ya ziada. Sisi huku bara kwa kweli imekuwa ni ngumu sana kufanya mafunzo kama yale katika elimu ya dini kwa viziwi, kwa kweli ni swala adimu sana. Alafu la mwisho nilikuwa napenda kutoa ushauri kwa upande wa wenzetu wa Pemba Madrasa tena, kwa hatua ambayo nimeshaifikia sasa hivi, labda sijui, inawezekana labda taasisi yenu ina wasiwasi wa kuomba ruzuku kubwa kutoka The Foundation, au sijui labda ndio mmeridhika kuwa pale, kwa sababu kujaribu kuangalia kazi ambayo umeifanya kwa kweli ni kubwa sana na inavutia kuisikiliza, hata kuiona kwamba mafanikio ni makubwa sana kwa upande wetu. Sasa sijui labda swala la uzoefu wa usimamizi wa miradi au nini, lakini mimi kwa mtazamo wangu naona kabisa wenzetu wa Pemba, kulingana na kazi hii mlioifanya, uzoefu tayari nao wa kuweza kufanya miradi ambayo ni mikubwa. Sasa ningewashauri muombe kubwa. Asante. Na tunashukuru sana, naomba tumpigie makofi ya hivi ili afurahi. Naomba nimpe jirani yangu hapa nafasi ya mwisho kabla sijarudi kwa watu wa mali. Labda naomba washiriki wenzangu na pia hata viongozi waliotoa mada kwamba wanafanikiwaje hasa katika kupata ufadhili wa masuala ya elimu, kwa sababu wafadhili wengi wanapenda QRN, quick result now, kwamba wanataka kitu ambacho tutaiona sasa hivi, lakini swala la elimu ni kitu ambacho matokeo yake tutakuja kuona baadaye. Na pia labda tunajieleza, mimi naitwa Bwana Masaga Shushuda, natoka kwenye NGO moja ya jamii ya wafugaji inayojishughulisha na masuala ya elimu, naitwa GET. Sasa sisi kwa uzoefu wetu, labda kwa sasa hatujapata wafadhili haswa, lakini tunachukua ni ada ya wanachama inatusaidia, na pia na kitu kingine ambacho labda naweza kuwashirikisha ni kwamba sisi moja ya masharti ya wanachama ni kwamba ni muhimu uwe na mtoto unayemsaidia ambaye sio wa ndugu yako. Kwa hiyo ukiwa na wanachama 30 una zaidi ya watoto 30 ambao watasaidiwa na ile familia, na bahati nzuri au mbaya wanachama wetu ni wengi ni wafanyakazi na wafugaji wenye uwezo. Kwa hiyo ina maana kwamba ni mtu yeyote ambaye anayo uwezo wa kujisaidia yeye na kusaidia mwenzake. Lakini pia nilikuwa napenda kujua labda tournament ya wanafanya research. Nilikuwa napenda kujua hizo, kwa mfano sehemu za wafugaji, ile program ile sera ya MEM na MEMKO sidhani kama iliwahi kufanya kazi, kwa sababu pale MEM inakutaka mtoto wa miaka 7 aingie shule. Wakati huo mtoto wa mfugaji wa miaka 7 hana uwezo wa kwenda shule iliyoko umbali wa kilomita 15-10, hana uwezo huo. Wakati huo kuna shule za bweni, lakini shule zote za bweni hazina matron. Kwa ina maana kwamba yule mtoto wa miaka 7 hakuna mtu akumvulia pale. Matokeo yake ni kwamba kama tutakazia kwenye sheria, yule mtoto hata ingia shule, kwa sababu anatakiwa aingie akiwa mkubwa 10, lakini wakati huo utampokea kwenye MEM
na MEMKWA pia haitawezekana kuingia kwa sababu nyingine zimeshaanza kufa kwanza. Na hata wakati ule MEMKWA ilikuwa inafanyika, inasomeshwa, wanafundisha mchana, na mchana mtu kutembea kilomita 15 alafu jioni arudi nyumbani awai, naye itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mimi sidhani kama, na kama hata usema umefanikiwa, nafikiri ni kwenye sehemu, kwa sababu Tanzania ni kubwa na wafugaji ni wachache, labda ndio sababu wameweza kufanikiwa. Nyingine ambayo nilikuwa nawapenda labda TENMET na wengine kuangalia ni hili swala la mtoto akikosa siku 90 shule anasimamisha, tuseme anafukuza shule, ni kwamba tayari mtu amejifukuza automatically. Hata ukiangalia sehemu za wafugaji, sababu za watoto kutokuweza kwenda shule ziko mbili. Moja, tunashare na Watanzania wengine ambayo labda ni uwezo wa mzazi kutokumpeleka mtoto shule, hiyo tunashare wote. Lakini kwenye sehemu za ufugaji kuna sababu nyingine ya ziada ambayo ni kwamba jamii ile mara nyingi wale watoto ndio ambao wanatakiwa kuchunga ng'ombe. Kwa hiyo hakuna mtu, yaani ile mapenzi ya kupeleka shule ni ndogo. Sasa ukisema uweka siku 90 kwamba kimaliza basi, itakuwa ni rahisi sana kwa yule mzazi ambaye hataki mtoto wake aende shule, kwa sababu anakaa siku 90 asipoenda basi. Sasa je, mtasaidiaje hapa? Kwa sababu mnaingilia kwenye sera, tunaomba msaidie kwenye hilo. Asante sana. Asante sana kwa mchango huo. Naomba sasa nirudi kwa watu wa mada, nikianza na Bwana Ali, utusaidie katika yale ambayo yamekuwa raised hapa ambayo yanakuhusu upande wako. Karibu sana. Mimi nimetoka na maswali, lakini zaidi kwa upande wangu watu wawili ndio sana kupata maelezo. Mwanzo ni Bwana Kulangwa na wa pili ni Bwana Shahidi Juma. Swala la Bwana Kulangwa moja linafanana na swala la Bwana Juma, lakini Bwana Shahidi Juma kuna masuala mengine ya ziada ambayo alitaka kujua. Kwa mfano, kwa mwanzo nataka kujua hatua iliyopigwa ni kubwa, hasa katika mabadiliko zaidi kwenye infrastructure. Yaani mwanzo tulianza na madarasa ya udongo na makuti mwaka 1999 na kufikia 2013 vituo almost vimebadilisha majengo, kulikuwa majengo ya kudumu. Sasa kwa kutumia rusuku ya FCS and Foundation, kama ni jambo la ajabu, kwa nini tumepata mabadiliko haya? Kwa kweli hii rusuku tuliyoipata kutoka foundation haihusiani kabisa na mabadiliko haya. Kilichopelekea mabadiliko haya ni michango ya jamii husika. Jamii husika ilihamasishwa na ikaelezwa umuhimu wa watoto kusoma katika mazingira mazuri, wao wenyewe kwa kutumia nguvu zao na fedha zao wakatengeneza mabadiliko haya. Kwa hiyo hii ruzuku haikutumika kabisa katika masuala ya kubadilisha hizi infrastructure na uwekaji wa vifaa vya kusomea pamoja na michezo. Hii ni juhudi ya jamii wenyewe baada ya kuhamasishwa na ikaelewa umuhimu wa kufanya hivi kitendo. Jamii, kwa sababu kabla ya mwaka 1999 NASA skuli